Na ninawaonya hapa Wakristo wote msiwasikilize hawa jamaa. Kwa nini? Kwa sababu ukishasema Yesu ana mwanzo, maana yake sio Mungu. Na kwa kuwa Yesu sio Mungu, hakuna mtu yeyote mwenye uwezo wa kuokoa wanadamu ambaye sio Mungu. Ina maana Wakristo wote sasa tutakuwa tumepotea kwa sababu tunamng'ang'ania mtu ambaye sio Mungu, na kwa sababu sio Mungu hana uwezo wa kuokoa. Nani katika Wakristo hapa ambaye anasema kwamba wokovu unapatikana kwa mtu mwingine yoyote yule isipokuwa Yesu? Kwani tunasemaje? Andiko linasema katika 4:12 Matendo, hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote isipokuwa Yesu. Sasa ukishasema Yesu anaokoa, lazima awe Mungu, kwa sababu hakuna mwenye uwezo wa kuokoa ambaye sio Mungu. Hawa wanasema Yesu ana mwanzo, na kama ana mwanzo anakosa sifa ya kuwa Mungu. Na mimi nimewauliza hapa sasa, kama anakosa sifa ya kuwa Mungu kwa sababu ana mwanzo, watuoneshe na mwisho wake. Wameshindwa kujibu mpaka sasa hivi. Wamejibu sasa hapo? Hawajajibu chochote hapo. Wanazungumza katika umwana wa Yesu alipofanyika mwili. Asante. Utatu Mtakatifu si fundisho la Biblia. Mwalimu Ndacha amejenga hoja za msingi za kibiblia. Kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Lakini toka nimemsikiza mchungaji hapa toka ameanza mpaka mwisho, sijaona amejenga hoja ya kibiblia. Yeye ametumia zana. Kwanza amevunja hoja za kibiblia kwamba Baba ni zana ya kibinadamu. Kuna maana yeye anaongelea zana, haongelee maandiko matakatifu. Ndacha, naomba nisome maandiko haya kwa haraka sababu tuna muda mchache. Hebu nipe kitabu kile cha Hesabu sura ya 22 mstari wa 18. Hesabu 22:18. Hesabu 22:18. Ndio. Inasemaje? Hesabu 22:18 inasema Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki, kama Balaki agenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana Mungu wangu kulipunguza au kuliongeza. Kupita mpaka wa neno la nani? La Bwana, kulipunguza ama kuliongeza. Pastor amekuja hapa na huyu ni mwadventista Sabato, na moja ya fundamento ya Wasabato ni Biblia na Biblia peke yake. Sasa yeye amekuja na zana. Sasa tuambie kuna kitabu kinacho zana. Naomba tu utakuja kwa wakati wako. Naomba tunivumilie dojo kwa wakati wako. Kwa hiyo yeye anatumia zana. Sasa maandiko yanasema kwamba atupiti mpaka ya Biblia. Ndacha amejenga hoja hapa za kibiblia. Hajatoa kando. Hajatoa nini? Kando. Hebu nipe mstari wa 38 hapo chini. Hapo chini inasema hivi, ukurasa wa 38. Inasema hivi. Balaamu akamwambia Balaki, tazama nimekujia. Je, mimi sasa nina uwezo wowote kusema neno lolote? Neno lile Mungu atakalolitia kinywani mwangu ndilo nitakalolisema. Kwa Bwana Ndacha tunapaswa kusema lile la nini? Neno ambalo Mungu amefanyaje? Amelisema. Sasa Yesu anataka tumuamini kwa zana ama kwa jinsi gani? Nisomee Yohana 7:38. Yohana 7:38 inasema hivi. Ndio. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yanavyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Kumbe tunapaswa kumwamini Yesu kama maandiko yalivyofanyaje? Yalivyo nena. Sasa pastor huyu anazana. Sasa tumuulize Yesu, je, Yesu, we maandiko yamenena wewe ni nani? Kitabu kile cha hilo andiko hilo ambalo tumelisoma mara ya kwanza 17:3. Hebu nisomee. Tuanze mstari wa kwanza mpaka wa 3. Gani? Yohana Mtakatifu. Nianze mstari wa kwanza. Ndio. 7:1. Ndio. Na baada ya hayo 17. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Inasema hivi. Maneno hayo aliyasema Yesu. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasema, Baba, ndio, sasa imekwisha kufika. Saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Ndio. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Ndio. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mwalimu Ndacha, hapo Yesu amejiita nani? Mwana wa Mungu. Na amemwita Baba ni nani? Mungu wa pekee wa kweli. Sasa tumwamini Pastor Makole wa zana au tumwamini Yesu? Tunafaa kuamini Yesu. Tunapaswa kuamini nani? Yesu. Yes. Kwa mujibu wa Yesu, Yesu pekee ndio anaweza kutufundisha Mungu ni nani. Hebu nipe kwanza nikoitoke msingi 17:5 kitabu kile cha Mathayo. Mathayo 17 mstari wake ni wa 5. Ndio. Inasema hivi.
alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu, ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Msikieni yeye. Kwa Baba amempa Yesu mandate ya kufundisha. Kwa Yesu akasema kwamba yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na Baba akamtaja kuwa ni Mungu wa pekee na wa kweli. Sasa kitu ambacho wachungaji wengi hasa kwa tepu ya Makole leo, kitu ambacho kinawaharibia ni theolojia. Theolojia hii ambayo ndio kusoma katika vyuo ambayo inaandaliwa na Katoliki na Anglikana. Lakini ukiangalia Bwana Yesu mwenyewe alifundishwa na Mungu. Maana ukisoma kitabu kile cha Yohana 7:15 hata Mafarisayo walisema kwamba amepataje kujua hii elimu kwa hajaisoma? Na katika Matendo 4:13 utaona Mafarisayo pia hao wakiwashangaa mitume wa Yesu wakiwa na elimu kubwa ambao hawajaisoma chuo. Sasa hoja ya kusoma chuo kumpombea Ndacha hajasoma mpaka aende katika theolojia elewa Biblia, huo ni uongo. Biblia tunaelewa Biblia kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa tuje katika hoja zako. Hoja ya msingi Bwana Makole. Tunaongelea fundisho la utatu ni fundisho la Biblia. Hapa tuongelee uungu wa Yesu ama uungu wa Roho Mtakatifu. Kama hoja ni ya uungu wa Yesu na Roho Mtakatifu tutajenga pia. Unaweza tukafungua kurasa mwingine. Sasa hapa fundisho la utatu, je, ni fundisho la Biblia? Kwangu mimi na Ndacha si fundisho la Biblia. Kwanza wewe hujui utatu. Hebu tumsikize huyu pastor mwenzako, huyu pastor wa Sabato anachokisema hapa. Nikuonyeshe maana ya utatu ni nini. Ukisema Mungu, humo ndani kuna Baba, humo ndani kuna Mwana, humo ndani kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni moja ya nafsi tatu za Mungu. Huyu pastor anasema ukisema Mungu, ndani kuna nani? Kuna Baba, kuna Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa huyu hiyo hoja hana na hiyo ana hoja andiko lolote kuhusiana na hilo fundisho. Kwa mfano, hapo tumuulize Yesu, tunaposema Mungu, nani yuko ndani yake neno Mungu? Hebu nipe andiko hili mtumishi wa Mungu. Naam. 8:51 kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 8:51. Ninasoma katika jina la Yesu. Amini, amini, nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Basi Wayahudi wakamwambia 54. Ndio. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Ni Mungu? Ni Mungu wenu. Kwa hiyo tukisema Mungu kwa Biblia ni nani? Ni Baba wa Yesu. Ni Baba wa Yesu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hii kitabu hichi cha Wasabato hichi fundamento, hebu tusome ule ukurasa wa 180. Hebu tuipime kisa kibiblia. 180. Umebikiza dakika. Inasema nini? Inasemaje? Utatu. Kuna Mungu mmoja. Utatu, kuna Mungu mmoja. Ndio. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Roho umoja wa nafsi tatu. Asante. Kwa hiyo ukisema Mungu mmoja kwa Wasabato ni nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akija hapa atupe historia hiyo kibiblia kwamba Mungu mmoja kwa andiko ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa tumpe andiko la Biblia linasemaje kuhusu Mungu mmoja? Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 8:6. Soma. 8:6. Ndio. Wakorintho wa kwanza. Inasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, Mwana, Roho. Aliye Baba. Sasa Yesu amesema kwamba tusipite mpaka wa neno la nani? La Mungu. Sasa haja hapa kwa neno la Mungu aseme kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio mada Pastor Makole. Kama ni hoja ya uungu wa Yesu tutafungua ukurasa huo, tutakuja. Dakika ngapi zibaki? Zinatosha hizo. Sasa katika msingi huu kwamba Mungu makafiri, ningesema makafiri walibadilisha. Okay. Mtu hebu tusubiri andiko tu mtumishi. 1:4. Yuda 1 mstari wake ni wa 4. Inasema hivi. Ndio. Yuda 1:4 inasema hivi. Kwa maana kuna watu waliojiigiza kwa siri, watu walioadikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri. Ndio. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola, na Bwana wetu Yesu Kristo. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo maana mtu yote ambaye anasema kuna Mungu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho ni nani? Ni kafiri. Lakini maandiko yanasema kuna Mungu Mola wa peke yake. Tena ukisema kwenye English sema one true God. One true God na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu ili usiwe kafiri, basi unapaswa kuamini kwamba kuna Mungu huyu mmoja, one true God, na si Mungu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kuna hoja moja alijenga, kama dakika zipo acha niijibu. Kitabu kile cha Waebrania sura ya kwanza mstari ule wa 5 mtumishi amejenga hoja kwamba neno baba ni zana ya kibinadamu.
Mimi nakataa. Neno baba si zana ya kibinadamu. Neno baba ni maana yake ni chanzo. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6 nasema kwetu sisi Mungu ni mmoja aliye baba, ambaye vitu vyote vimetoka nini? Kwake. Kwa hiyo maana ya baba ni chanzo, na baba haitwi duniani tu mpaka mbinguni. Hebu nipe kitabu kile cha Efeso 3:14. Baba si tu neno la kibinadamu duniani, mpaka mbinguni Yes, Mungu anaitwa ni baba. Soma andiko hilo. Inasema hivi. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ndiyo, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa. Rudia tena. Ubaba wote wa duniani na wa mbinguni na duniani unaitwa. Kwa maana Mungu mbinguni anaitwa nani? Baba. Baba. Kwa hiyo si zana ya kibinadamu. Maana ya baba ni chanzo. Kwa hiyo mwanzilishi wa lugha ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kusema baba ni chanzo. Kwa hiyo baba ni chanzo kwa kila kitu. Hata Yesu mwenyewe katoka kwa baba. Sasa ukija hapo nafikiri utakuja kujenga hizo hoja zangu tuweze kuzijibu. Na hoja yake ya mwisho ambayo alijenga ni kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwa kufanyika mwili. Kasoma Waebrania 5 mstari wa ngapi? Wa 5, kwamba atakuwa kwake baba, kwangu atakuwa nani? Mwanawe. Rafiki yangu hapo Paulo alikuwa ananukuu Zaburi 2. Ina maana hii. Hebu nisomee Matendo 13 mstari wa 33. Si kwamba Yesu ndo ameanza uwana kwa kufanyika mwili. Never. Yeye kuwa kwangu baba, kuwa mwana, hiyo ni dimension mpya katika Yesu kufa na kufufuka. Soma andiko. Ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumvuvua Yesu kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2. Tena ya kuwa alimvua katika wafu. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2. Wewe ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Asante. Kwa ina maana Ibrania 1:5 inazungumzia kuzaliwa kwa nani? No, kufa na kufufuka kwa nani? Kwa Kristo. Si chanzo cha Yesu kuwa mwana. Yesu alitumwa kuwa mwana wa Mungu. Kitabu kile cha Timotheo wa Galatia wa kwanza 4:4. Asante. Nakushukuru sana Mwalimu Masawe kwa dakika hizo 10 bora kabisa. Nikukaribisha tena mwalimu kwa dakika 10 zingine kwa ajili ya kujibu hoja. Hawa wanazidi kusisitiza kwamba Utatu Mtakatifu si fundisho la kibiblia kwa kutoa hoja kutoka kwenye Biblia. Karibu na wewe vile vile tusaidie kama utatu ni fundisho la Biblia kwa kutoa vifungu kwenye Biblia. Karibu. Sasa hawa ndugu zangu naona bado hawaelewi, nitarudia kwa haraka. Kuhusiana na habari ya neno utatu. Mimi nimeuliza swali hapa wakati wamejibu hapa, sijasikia wakisema hivyo. Nimewauliza hivi, yako na maneno mengine mengi tu ambayo hayapo katika Biblia, mengi tu, ikiwemo neno Biblia lenyewe. Je, kukosekana kwa neno Biblia katika maandiko matakatifu inamaanisha kwamba Biblia ni kitabu cha uongo au sio kitabu cha Mwenyezi Mungu? Mbona hapa hawajapita? Kwa sababu neno utatu ni kweli ni moja tu. Kwa nini basi hawashughuliki na mengine ambayo pia hayamo, ili wayaseme kwamba hayo maneno ni ya uongo? Kwa nini hawasemi incarnation, hilo neno ambalo tunalitumia kumaanisha kwamba Yesu alifanyika mwili, ni la uongo? Kwa nini hawatumii maneno kama omnipresent au omnipotent ambazo ni sifa za Mungu? Kwa nini hawasemi ni ya uongo? Kwa nini wanashughulika na fundisho la Utatu? Ni kwa sababu shetani anawatumia kutaka kupinga uungu wa Yesu, ambao sasa ukishasema Yesu sio Mungu, tafsiri yake ni kwamba inafika mahali sasa Yesu anakuwa hana uwezo wa kuokoa. Ndicho shetani anachojaribu kukifanya hapa. Shetani anaataki uungu wa Yesu kwa sababu Yesu akishakuwa sio Mungu hana uwezo wa kuokoa, kwa sababu Mungu peke yake ndo ana sifa ya kuokoa. Ukishamsema Yesu sio Mungu, maana yake hawezi kuokoa. Hapa tayari anazungumza, anasema habari za Yesu kuwa kwamba anamwaza, kwa sababu fundisho la Utatu linafundisha Mungu Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, pamoja na Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa ukishafika mahali ukasema kwamba ukakataa fundisho la Utatu, maana yake tayari umewafanya Roho Mtakatifu kuwa sio Mungu, umefanya Yesu kuwa sio Mungu. Wewe unazungumza tu habari ya Mungu Baba. Hapana, maandiko hayasemi namna hiyo. Maandiko yanaeleza uungu wa Yesu, na nimeonesha hapa. Nimesoma fungu la Yohana 1:1 na hawajapita hapo. Kwani Yohana 1:1 inasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na nikakwambia pale, kila sehemu ambapo ina neno wewe weka Mungu, kwa sababu amesema neno alikuwa Mungu. Ukianza kulisoma lile fungu itakuwa hapo mwanzo kulikuwako na Mungu, naye Mungu alikuwa kwa Mungu, naye Mungu alikuwa Mungu. Mbona hapo hawajapita hapo? Alafu anazungumza, anasema mimi nasema dhana. Sikiliza, tunachokisema hapa, kwani hiyo dhana mimi nimeitoa wapi? Sinaitoa katika maandiko matakatifu, kwamba hilo fundisho limo katika maandiko matakatifu au halimo. Kama uungu wa Yesu umo katika maandiko matakatifu, na uungu wa Roho Mtakatifu umo katika maandiko matakatifu, na uungu wa Baba umo katika maandiko matakatifu, tunapata dhana ya utatu.
tunapata dhana ya utatu. Unless otherwise wewe utuambie sasa Mungu wako yukoje, huyo ambaye unasema kwamba amemzaa mwana. Na kama Mungu amemzaa mwana, maana yake Yesu tayari ana mwanzo. Na kama Yesu ana mwanzo, mbona hujaniambia mwisho wake? Maana kile lenye mwanzo lina mwisho. Ni simple tu. Mimi nataka watakapokuja hapa waniambie mwisho wa Yesu, kwa sababu ana mwanzo kutoka kwa Baba. Masawe amesisitiza hapa kwamba kusema Baba ni chanzo. Sasa kama ni chanzo, Baba ndio chanzo cha Yesu, aje aniambie na mwisho wa Yesu pia. Na hapo nataka apite, asije akaparuka hapo. Haya. Akawa anazungumzia katika Yohana 17 mstari wa kwanza hadi wa 3 pale Yesu anapokuwa anaomba, anazungumza habari ya Baba, sasa unitukuze mimi na kadhalika. Ninasisitiza tena, maneno yote anayoyazungumza Yesu kwenye Agano Jipya, anazungumza Yesu akiwa amejisubmit yeye mwenyewe kwa Baba, kwa sababu amefanyika mwili. Na tena Masawa amezungumza hapa, anasema uwana wa Yesu haujaanza wakati amefanyika mwili, which is okay, which is true. Ni kweli uwana wa Yesu haujaanza alipofanyika mwili. Uwana wa Yesu umeanza alipokubali swala la uumbaji na ukombozi wa mwanadamu. Hiyo utaipata katika kitabu kile cha Waefeso 3 mstari wa 11. Sasa hiyo tumelimaliza hilo la kwanza. Uwana wa Yesu ulianza hata kabla hajafanyika mwili, alipokubali yeye kumuumba mwanadamu na kumkomboa mwanadamu. Hiyo ya kwanza. Lakini tunapozungumza habari hiyo, tunasoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 na kuendelea pale, ambapo anasema yeye hakuona kule kuwa sawa na Mungu, equal with God, ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna nyingine. Kwa pale mwanzo maandiko yamesema alikuwa yuna namna ya Mungu, ambayo ndo Yohana ametueleza pale vizuri kwamba alikuwa Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, akatoa namna nyingine. Hakuona kuwa sawa na Mungu Baba ni kitu cha kushikamana nacho, wakati hauwezi kuelewa utatu nje ya plani ya uumbaji na ukombozi. Ili uelewe utatu lazima ujifunze uumbaji, lakini pia lazima ujifunze ukombozi, kitu ambacho wamekataa kujifunza. Na kwa sababu wanakataa kujifunza ukombozi, ninaona kama ni watu ambao wako katika hatari ya kupotea, na ndio maana tuko hapa kuwafundisha. Hilo jambo la kwanza tumelimaliza. Naomba msomaji wangu usome lile fungu vizuri la Wafilipi 2:5. Alafu kitu kingine anasema kwamba alikuwa amezungumzia kwamba mimi nazungumza dhana na nini. Nimeshajibu hiyo kwamba ninazungumza dhana ambayo ipo katika maandiko matakatifu. Sasa hizi dakika zilizobaki nifundishe utatu ni kitu gani. Iko hivi. Biblia inasisitiza habari ya uungu wa Mungu. Inasisitiza habari ya uungu wa Mungu. Kumbukumbu lile la Torati, Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 anazungumza, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Umoja wa Mungu inazungumza Mungu ni mmoja, yani monotheism. Na sisi wa Sabato tunafundisha monotheism, hatufundishi polytheism, hatufundishi kwamba kuna Mungu mmoja anajimanifest katika namna tatu. Hapana, tunafundisha kwamba kuna Mungu mmoja. Isaya 45:5 inasema mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hakuna Mungu. Kwa hiyo Wakristo tunaamini kwamba kuna Mungu mmoja. Kitu ambacho Wakristo hatuamini kwamba kuna miungu mitatu. Sisi tunaamini kuna Mungu mmoja. Baba ni Mungu, ukisoma Yohana 6:27, kwa maana huyo ndiye Baba, yani Mungu aliyemtia muhuri. Wakorintho wa kwanza 8:6 fungu lililoanza nalo ndacha mwanzoni. Mungu Baba anaonekana kuwa Mungu, lakini pia Mwana yani Yesu Kristo ni Mungu, na Biblia inamueleza Yesu kuwa Mungu kwa utambulisho wa kimungu. Nimekusomea Yohana 1:1 pale ambapo inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Hapo tunaona mambo mengi hapo. Neno alikuwa kwa Mungu, maana yake hiyo ni nafsi tayari inajitegemea, ni utofauti wa nafsi. Lakini neno alikuwa Mungu, anashiriki asili ya uungu, divine essence. Anashiriki asili ya uungu. Lakini Yohana 1:14 anasemaje? Neno alifanyika mwili, yani Yesu Kristo alifanyika mwili. Kwa hiyo ukienda mpaka pale kwenye Yohana 8:20 mstari wa 28 pale, unaona baada ya kufufuka Tomaso alisemaje? Tomaso alisema Bwana wangu na Mungu wangu. Alikuwa anamtambua kwamba ni Mungu. Alikuwa anamtambua kwamba, na Yesu hakukataa. Alipotambuliwa kama ni Mungu hakukataa, alipopewa ibada hakukataa, alipokea ibada, alipopewa utukufu hakukataa, alipokea utukufu. Tito 2:13 anasemaje? Tukitazamia ile tumaini la baraka, tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yesu hapa anatajwa kuwa Mungu mkuu. Isaya 9:6 anatajwa pia kwamba ni Mungu mkuu. Yaani kila mahali panatajwa kwamba Yesu anatajwa kuwa Mungu. Roho Mtakatifu pia ni Mungu. Nimekusomea Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 na 4 pale ambapo
Petro anamwambia Anania kwamba kwa nini umemdanganya Roho Mtakatifu ambaye amemtaja kuwa ni Mungu. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 16 anasema hamjui ninyi ya kuwa ni hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Roho Mtakatifu anatajwa kuwa Mungu na anaelezea hapo kwamba ni hekalu la Roho Mtakatifu na ametajwa kuwa ni Mungu hapo. Kwa hiyo kila mahali panatajwa Baba ni Mungu, panatajwa Yesu ni Mungu pia, panatajwa Roho Mtakatifu ni Mungu pia. Ndio maana tunasema ni umoja wa nafsi tatu. There is one God, a unit of three persons. Hivyo ndio tunavyoelewa utatu. Tuna Mungu mmoja kwa maana ya divine essence, alafu tuna three persons ambazo ziko kwenye Godhead. Hicho ndio ambacho tunafundisha utatu. Sasa hawa wanaokataa utatu wajibu yale maswali niliyowauliza. Unaposema Baba ni chanzo na Yesu ametoka kwa Baba, maana yake Yesu ana mwanzo, basi uniambie na mwisho wake. Na ukishasema Yesu ana mwanzo, maana yake Yesu hawezi kuwa Mungu. Sasa Mungu hanaga mwanzo. Kwa nini unamtaja hapa Yesu kuwa ni Mungu wakati ana mwanzo? Hivi sifa za Mungu tunazijua kweli? Mungu hazaliwi, wala Mungu hafi, wala Mungu hana mwanzo. Ya Yesu mwenyewe amejitaja. Mimi ukiniuliza, je, Yesu ana mwanzo? Nitasema hana mwanzo. Ukiniuliza, je, Yesu ana mwisho? Nitakwambia hana mwisho. Kwa nini? Yeye mwenyewe amesema mimi ni Alfa na mimi ni Omega. Yeye ndio mwanzo na ndio mwisho. Ila hao wanachofundisha Yesu ni mtoto wa Baba. Hapana. Uwana wa Yesu ni kwa sababu ya ukombozi tu, ni kwa sababu ya uumbaji tu, lakini kabla ya hapo Yesu hajawahi kuwa mwana wa Mungu. Wala Yesu hajawahi kuwa Yesu hajawahi kuwa Baba, hajawahi kuwa baba wa Yesu. Haiwezekani. Katika maandiko nimekuonesha pale anaposema kwamba nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwanangu. Lakini nimekuonesha pale pia kwamba pale mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, akaona sio kitu cha kushikamana nacho, akaachia hiyo. Ndio maana akaumba, ndio maana pia akatukomboa. Nje ya hapo Yesu ni Mungu kwa asili yake. Tunaita ontological nature. Intrinsic nature yake yeye ni Mungu kamili. Roho Mtakatifu ontological and intrinsic nature yake ni Mungu kamili. Ila hawa sasa wataelewa hayo. Alafu wako hapa wanashitumu watu walioenda kusoma theology yetu wamepotea. Mtu yeyote anayetaka kuwa mwalimu wa dini sharti akae afundishwe. Ndio maana hawa hapa unaona tunabishana hapa ni kwa sababu hawa ni laymen na mimi ni professional. Kwa sababu gani? Tutazungumza hapa mambo ya Hebrew watajua hawa sasa. Tutazungumza mambo ya Greek watajua hawa sasa. Kwa nini? Kwa sababu hawajaenda shule. Ndio maana nilikusomea ile fungu la Petro wa kwanza 3 mstari wa Petro wa pili 3 mstari wa 18 kule 16 kule. Anasema watu wasio na elimu. Watu wasio na elimu ni watu ambao hawajaenda shule. Na wanapotoa maandiko kama wanavyopotoa hapa. Kwa hiyo ninachokisema hapa ni kwamba tofauti ya nafsi, umoja wa uungu ndio fundisho la utatu. Kuna tofauti ya nafsi lakini kuna umoja katika uungu. Ndio maana katika ubatizo tunaonaje? Mungu anazungumza mbinguni, Yesu anabatizwa pale na Roho Mtakatifu anashuka kama ua. Muda wako umesha mwalimu. Asante sana. Na kutoka kwenye hayo uliyokuwa fundisha, hata mimi nina swali kidogo hapo kwenye Tito 2:13. Nilitamani tu nikuulize, huyo anayeitwa Mungu mkuu ni ndo Baba au ndo Yesu yule aliyetufia msalabani hapo kwenye Tito 2:13? Jibu ni rahisi tu. Yeyote katika wale watatu ni Mungu mkuu. Kwa nini? Kwa sababu wana share the same divine essence. Yaani ndio maana nimekuambia kuna tofauti ya nafsi lakini kuna umoja wa uungu. Tofauti ya nafsi, umoja wa uungu. Kwa hiyo yeyote katika wale watatu ni Mungu mkuu kwa sababu ni Mungu yule mmoja. Mungu wetu sisi wana utatu. Mungu wetu sisi wana utatu. Ni Mungu mmoja ana exist in three persons. Narudia tena. Ni Mungu mmoja ana exist in three persons. Hebu rudia kusema hapo. Mungu mmoja, nafsi tatu. Rudia kusema hayo maneno. Mungu mkuu nafsi tatu. Mungu mmoja, nafsi tatu. Mungu mmoja nafsi tatu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu Mungu mmoja mkuu ana nafsi tatu. Kwa hiyo nafsi ya kwanza inashiriki essence hiyo, nafsi ya pili inashiriki essence hiyo, na nafsi ya tatu inashiriki essence hiyo. Kwa hiyo kama Yesu ni Mungu mkuu, kadhalika pia Baba ni Mungu mkuu, kadhalika pia Roho Mtakatifu ni Mungu mkuu. On the same essence kwa sababu ni Mungu yule. Okay, kwa hiyo sasa hapo natamani nijue sasa vizuri kama yule hakuwa mwana na huyu hakuwa baba, kwamba wote walikuwepo au hiyo ilikuwaje kwaje? Walikuwepo wote wawili au inakuwaje kwaje? Alikuwepo mwana na baba au baba hakuwepo? Yaani hawakuwa wanaitana hivyo mwana na baba, lakini je, walikuwepo wote wawili? Ndio pale sasa nilikwambia lazima sasa katika kumtafakari Mungu tumtafakari nje ya fikra ya kibinadamu.
kwa sababu unapomtafakari katika fikra ya kibinadamu ndo unamdogosha kumleta katika ubaba, unamdogosha kumleta katika umwana. Na hiyo Mungu aliamua kujifunua kwetu kwa sababu ya nini? Nimekwambia sasa, kwa sababu ya uumbaji na ukombozi, kwa sababu binadamu sisi ndio tunakuwa baba na tunakuwa na mahusiano ya baba na mtoto. Na Mungu anapotumia neno baba, Mungu hatumii neno baba kwa maana kwamba amebeget the son, amezaa mtoto. Anatumia neno baba kwa maana ya mahusiano. Kwa maana ya mahusiano. Narudia tena. Mungu, neno baba linapotumika kwa Mungu kati ya baba na mwana, hilo neno linapotumika linatumika kuonesha uhusiano uliopo kati ya baba na mwana linapokuja swala la uumbaji na ukombozi. Lakini hilo neno halioneshi kwamba baba ndio chanzo cha mwana. Hapana, kama ambavyo sisi binadamu tulivyo. Wote walikuwepo wote wawili. Ndio, walikuwepo wote wawili. Kwani amesemaje pale katika 17:5 Yohana? Amesemaje pale? Unitukuze mimi kama ambavyo tusome ile fungu 17:5 Yohana. Huko si lengi sana na lenga. Si umesema wote walikuwepo? Yaani ninacholenga ni kwamba walikuwepo wote wawili wakakubaliana kwamba sasa kwa sababu tunafanya ukombozi na uumbaji. Ndio. Ndio. Kwa sasa leo wewe mwana, ndio. Mimi kwa jana wewe baba, lakini wote walikuwepo tangu milele. Ndio maana lile fungu la Ibrania 1:5 pale limesemaje? Anasema hata mletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, anasemaje? Utakuwa kwangu nini? Utakuwa kwangu mwana, nami nitakuwa kwako baba. Na anauliza kabisa kwamba je, ni malaika yupi katika hawa ambao mimi nimewahi kumwambia niwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa? Ina maana kabla ya hapo hapakuwepo na hayo mahusiano ya ubaba na umwana. Hayo mahusiano hayakuwepo. Okay, so swali langu ambalo nilikuwa na lenga nilipokuwa nauliza hilo swali, nani ni mkubwa kwa mwingine? Hakuna mkubwa kwa mwingine. Hakuna mkubwa kwa mwingine, kwa sababu Wafilipi ameshatuambia hakuona kule kuwa sawa na Mungu. That means walikuwa wako sawa. Wafilipi 2:5. Na kila mmoja hapo anaweza kumtuma mwenzake. Sasa swala la kutuma kulingana sasa na uumbaji na ukombozi, kulingana na kitu tunakiita sasa sisi wana theolojia. Hao wanasema wataki theology. Sisi wana theolojia kuna kitu tunakiita eternal covenant pledge. Nenda kaisome kule katika kitabu cha Wafilipi 3:11. Kulingana na eternal covenant pledge, sasa ile nafsi ambayo sasa leo sisi tunaifahamu kama baba ilikubalika iwe baba ili atume mwana na mwana atume Roho Mtakatifu. Lakini hiyo ni katika kazi tunaita functionality, katika functions zao. Lakini nje ya hapo hakuna kitu kama hicho. Nje ya ukombozi na nje ya uumbaji hakuna kitu kama hicho. Lakini kwenye usawa zingatia fungu la Wafilipi 2:5. Sawa, na washukuruni kabisa. Hii sehemu ya kwanza ya mdahalo wetu, mada zimepelekwa na kujibiwa na samari zake. Sasa tunaingia muda wa maswali na majibu. Kwa hiyo kwa sasa nakupa mwalimu kwa dakika 3 uwaulize swali hawa wanaopinga utatu, wanaosema utatu haupo kwenye Biblia wakati utatu upo kwenye Biblia. Maswali yangu ni simple. Okay, swali la kwanza. Kwa sababu walisema kwamba mimi nafundisha dhana, sifundishi kitu kutoka katika Biblia. Japo nimewasomea mafungu na nimefundisha dhana ambayo inapatikana katika Biblia kwa maana ya uungu wa Baba, kwa maana ya uungu wa Mwana na kwa maana ya uungu wa Roho Mtakatifu. Sasa waniambie, je, kama vile wanavyo claim kwamba neno utatu halimo katika Biblia, kwa hiyo linakuwa la uongo kwa sababu halimo katika Biblia. Kadhalika pia waniambie maneno mengine yote kwa sababu hayamo katika Biblia. Kwa mfano, Biblia neno lenyewe au incarnation au investigative judgment au zile sifa za Mungu kama omnipresent, omnipotent, kwa sababu hayamo katika Biblia. Je, nayo ni ya uongo? Sawa kabisa. Tena mimi nakuongezea na hili la kwamba huduma 5 mnazosemaga huduma 5 zile za mwalimu mwinjilisti hazimo katika Biblia. Kwa hiyo neno kwa sababu huduma haipo mtasema haipo kwa sababu mnakataa utatu kwa sababu neno utatu halipo. Karibuni sana walimu kwa dakika 5. Kwanza kitu ya kwanza bwana mwenyekiti, Mungu si dhana. Kama kuna jambo ambalo ni dhana, basi wewe unaweza kulitafuta kama Biblia kama dhana. Sasa ukisoma Biblia unasema ya kwamba Biblia dhana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Sasa ukichukua Biblia hivi unapata kuna vitabu vingi ndani. Sasa hiyo ndio tunasema dhana. Lakini Mungu si dhana. Utatu ndio dhana kulingana na vitabu zao. Wanasema utatu ni fumbo. Kwa hivyo ni dhana. Wanatafuta. Lakini katika Biblia Yohana 17:3 inasema wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa itakuwaje dhana? Haiwezi kuwa dhana. Mnakataa utatu kwa sababu hilo neno utatu halipatikani kwenye Biblia. Hatusemi utatu kwa sababu neno utatu halipatikani kwa Biblia. Kidogo tu. Tunakataa utatu kwa sababu hakuna andiko linalosema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ndio Mungu moja. Hata kama hilo neno utatu watalikose.
lakini semekane Mungu mmoja ni Baba, Mwana, no, inaisha. Kwa hivyo si lazima atoe jina utatu. Hata jina utatu akose. Lakini atoe Mungu mmoja ni Baba, Mwana, no, kizi inaisha. Lakini sasa kuna andiko linalosema Mungu mmoja ni nani? Kwa nini alipinge? Alafu aanze kufanya dhana. Kwa sababu katika Wakorintho wa kwanza 8:6 inasema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Sasa kwa nini tena tupinge hilo andiko? Kwa nini tulipinge? Sasa katika Yohana ile 1:1 ambaye ameitoa. Hiyo Yohana 1:1 inasema hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa 14 inasema huyo neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Kwa hivyo huyu neno ambaye anaitwa Mungu ni mwana. Sasa kulingana na kanisa la Waadventista wa Sabato wanaamini hivi. Kulingana na kanisa la Waadventista wa Sabato la kweli. Waadventista wa Sabato wa kweli sasa. Kwa sababu kuna vitabu ambavyo, kuna kitabu hapa nataka nisome ambacho kinaitwa J.G. Mattson Review at the Herald October 12, 1869. Inasema hivi: as a prophetic Seventh-day Adventist minister and evangelist said, Christ is the only literal Son of God, the only begotten of the Father. John 1:14. He is God because he is the Son of God. Ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Sasa kwa nini sasa aitwe Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu? Yeye Yesu anajibu, anasema katika Yohana 5:43. Yesu anasema kwa nini hili neno Mungu linatumika kwake? Yohana 5:43 linasema hivi: walakini mimi, anasema mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Kwa hivyo Yesu anatumia jina la Baba yake. Na Yesu anasema katika andiko lilitolewa na Masawe, Yohana 8:54. Anasema nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye nyinyi mwasema kuwa ni Mungu wenu. Na Yesu amekuja kwa jina lake, Waibrania 1:4. Kwa hivyo nafikiria kwamba hoja yake Yohana 1:1 hiyo nimeshamalizana naye. Sasa katika Waibrania 1:4 inasema hivi: amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa hivyo Yesu amerithi jina. Sasa hilo jina Mungu Yesu amerithi. Na anasema nimekuja kwa jina la Baba yangu. Katika Yohana 17:11 anasema jina lile ulilonipa. Jina lile ulilonipa. Kwa hivyo Yesu amekuja kwa jina la Baba yake. Sasa tukija katika habari ya kusema Yesu hana mwanzo. Yesu hawezi kukosa mwanzo na amezaliwa. Labda tuambie kuna Mungu wawili, watatu. Sasa Yesu ana mwanzo kwa sababu yeye mwenyewe katika kitabu cha Wakolosai 1:15 inasema ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe. Sasa atakosaje mwanzo wakati amezaliwa? Sasa Yesu anasema hivi katika Yohana 16:27 anasema nimetoka ndani ya Mungu. Sasa atakosaje mwanzo wa kutoka ndani ya Mungu? Sasa akasema akiwa na mwanzo lazima awe na mwisho. Sasa ni kwa sababu hajasoma vitabu. Akiwa amesoma vitabu hawezi kuuliza hivyo. Inasema hivi katika kitabu kinaitwa The Ellen G. White Manuscript Release ya 116 ya December 1905. Anasema the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, is truly God in infinity. Yani hana mwisho. Mwanzo wako naye hana mwisho, in infinity. Wewe nyamaza tu, utakuja utanifuata tu baadaye, si niko hapa. Mimi utakuja kuniambia in infinity maana yake nini? But not in personality. Kwa hivyo ina maana Yesu sio Mungu person. Mungu person ni nani? Kwa sababu hapa ndipo nitamuulizia swali. Kwa sababu hapa kitabu kinasema Jesus is not God in person. Sasa who is God in person? Sababu is not Jesus kulingana na vitabu. Haya, kutoka hapo tunauliza sasa mwisho. Dakika zako. Okay. Zimeisha dakika 5 zimeisha. Mtumishi kule nataka uniambie kwa dakika 3 either uulize swali tena. Sio uulize swali jipya. Hili swali umejibiwa au hujajibiwa, kwa sababu muda wa kuuliza swali lako la pili utakuja. Lakini wakati huo unajibu, kama unaweza ukataka hata dakika moja nyingine naweza nikakuongeza. Utuambie kuhusiana na hiyo. Hawa wanang'ang'ania kwa kuwa wanaona kwenye Biblia imeandikwa kwamba kwetu sisi Mungu ni mmoja aliye Baba. Na sisi tunajua kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sisi kama wana utatu.
Sasa bahati nzuri wewe kama msomi wa theolojia unaweza ukatuelezea zaidi hilo andiko ambalo linasema kwetu sisi Mungu ni mmoja aliye Baba. Sasa wewe utatusaidia, aidha tutapata dhana ambayo itasema kwetu sisi Mungu ni mmoja aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, vivyo tutakavyopata. Alafu tatuelezea hilo andiko lililoandikwa kwetu sisi Mungu ni mmoja aliye Baba. Kwenye theolojia huko nyinyi mnafundishaje na kufundishwaje? Kwanza kitu kimoja ambacho wanakosea hapa katika kuninukuu, wanazungumzia habari kwamba mimi nazungumza dhana. Mimi sizungumzi dhana, nazungumza maandiko matakatifu, nazungumza fundisho, na nimekuwa nikisoma hapa, nimesoma maandiko hapa. Kwa hiyo sizungumzi tu vitu vilivyoko hewani. Sijajua kama wao labda Ndacha kwa sababu anatoka Kenya ajui Kiswahili vizuri, labda tutumie Kiingereza concept, the concept, kwamba hiyo concept ipo ya uungu wa Yesu katika Biblia. Je, hiyo concept ya uungu wa Baba katika Biblia ipo? Je, concept hiyo ya Roho Mtakatifu kuwa Mungu katika Biblia ipo? Hayo majibu aseme kwamba hizo concepts zipo, kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu na Yesu ni Mungu na Baba pia ni Mungu, ipo. Sasa ikisha kuwa ipo, tunakuja sasa kwenye ile swala la pili. Mimi nimefundisha kwamba ipo, nilivyofundisha mimi nimefundisha ipo. Swala la pili alikuwa analizungumzia hapa, utagundua hivi, kuna utambulisho wa aina mbili. Kuna utambulisho wa baada ya Yesu kufanyika mwili na kuna utambulisho wa kabla hajafanyika mwili. Kabla hajafanyika mwili, mafungu yako mengi tumesoma, Yohana 1:1, wa Filipi 2:5, tumezungumza kule katika Isaya 45:3, tumezungumza Isaya 40:23. Yale yote yanamzungumza Yesu kuwa Mungu kabla hajafanyika mwili. Na nimekuzungumzia pia katika Efeso 3:11 katika Eternal Covenant Pledge. Tumezungumza kule. Lakini baada ya kufanyika mwili, hawa ndio wanasoma mafungu ya Yohana 17:3, wanazungumza yale baada ya kuwa amefanyika mwili, anaposema kwamba mimi ni Baba ni mkuu kuliko mimi. Hayo ni baada ya kuwa amefanyika mwili. Kwa hiyo lazima iwe hivyo. Lazima Yesu azungumze hivi kwa sababu amejisubmit yeye mwenyewe chini ya Baba. Maana alisema pale hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Kwa hiyo hawa wana operate katika utambulisho wa pili wa Yesu. Alafu wanakomaa hapo anaposema kwamba hata Paulo pia lile fungu hilo la Wakorintho wa kwanza 8:6, Paulo ana operate katika utambulisho wa pili wa Yesu anapokuwa mwana wa Baba kwa sababu amefanyika mwili sasa. Lakini wao wanakomaa na huo utambulisho wa pili, wamesahau ule wa kwanza wa Yesu kuwa Mungu mkuu, wameusahau. Sasa uweze kushughulika namna hiyo ukaacha utambulisho wa ukweli wa nature ya Kristo yeye mwenyewe kuwa Mungu, ukakomaa na hii ambayo tu amefanyika kwa ajili ya wokovu. Dakika moja sasa uliniambia niombe. Dakika moja. Dakika moja. Sisi Mungu ni mmoja. Ndio hilo nimeshalijibu. Hilo andiko nalikubali. Nalikubali kwa sababu linazungumza utambulisho wa pili baada ya Yesu kuwa amefanyika mwili. Paulo anamzungumza Yesu akiwa amefanyika mwili. Na lakini Paulo huyo pia bado amemzungumza Yesu akiwa bado hajafanyika mwili. Nimekusomea Wafilipi 2:5. Kule mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini baadaye akafanya nini? Kwa anapozungumzia kwamba kwetu sisi Mungu ni mmoja, anazungumza kwetu sisi Mungu mmoja aliye Baba baada ya kuwa Yesu amefanyika mwili. Kabla ya hapo ilikuwaje? Sisi Mungu ni mmoja aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sipo, nimekusomea mafungu mengi. Kwa nini sikusomea Yohana 1:1 hapo kwamba Yesu alikuwa Mungu? Wewe unaelewaje? Unaelewaje kwamba alikuwa Mungu? Mungu ni mmoja aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa ndo maana nikakwambia unapozungumzia, ndo maana sisi wana utatu tulipogundua kuna hiyo dhana katika maandiko matakatifu kwamba kumbe Mungu yuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, tukasema namna nzuri ya kudefine hicho ambacho tunakiona ni neno linaitwa Trinity, na alikuja nalo mtu anaitwa Tertullian. Baada ya kuwa tumegundua kwamba kuna 1, 2, 3 kuhusiana na sifa za uungu jinsi zilivyo, ndio tukapata hilo neno Trinity. Alimo katika Biblia, lakini hilo neno Trinity linafunua dhana iliyomo katika maandiko kuhusu jinsi Mungu alivyo. Sawa kabisa. Swali lako kama limejibiwa au hujalizika majibu, wajibu tena kwa dakika 5 zingine. Sasa alisoma hapa vitabu vya Waadventista wa Sabato. Hiyo halijajibiwa. Hajajibu, asijajibu. Nimalizie kitu kimoja hapa, alisoma kitabu cha Wasabato na mfano utasema wewe muda wako na wewe utakuja kuuliza maswali tutumia dakika 5 mbili kabisa. Ndio mwalimu naambiwa kwamba hujajibu sahihi, inatakiwa uendelee kujibu kuhusiana na kile ambacho uliulizwa mwanzo. Unajua mwenyekiti, kuna jambo moja ambalo mimi ninashangaa. Huo mwisho anieleze katika maandiko uko wapi? Katika Biblia huo mwisho wa Yesu? Sawa. Okay. Sasa anauliza mwisho wa Yesu katika Biblia uko wapi? Naomba nisome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 28. Sikiliza. Ndio. Msomaji mwenyekiti, naomba nilisome. Sawa, soma hilo andiko. Andiko hili linasema hivi: basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake,
ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Okay. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Yesu ana kipindi anatiishwa chini ya Mungu. Ndio hiyo andiko nimempa. Si kuexist. Sio kuexist kwa sababu kitu ya kwanza na ni kama pastor naye anaongea sana kama mtu anaongea. Sawa. Na anasema asiongee mambo ya kimwili. Sawa. Kitu ya kwanza atuongelei mambo ya kimwili. Ati ya kwamba kuna wakati Yesu anakufa anakosa kuweko. Kile ambacho tunachoongelea mwenyekiti hapa ni ya kwamba kuna wakati ambapo Yesu amepewa mamlaka na uhai na kila kitu. Ukisoma Yohana 5:26 inasema kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, amempa na mwana kuwa na uzima. Kwa hivyo Yesu kuna wakati amepewa uzima. Yesu amepewa uzima na ni andiko kabisa, hakuna kitu linaongezwa. Yesu kuna wakati amepewa uzima na Baba. Haya, wakati tunaposema ni wa mwanzo na wa mwisho, kuna vitu ambavyo Yesu anatukoboa naye. Ni mwanzo wa wokovu wetu na ni mwisho wa kuokolewa kwetu. Sasa andiko hili nasema kuna wakati Yesu atatiishwa chini yake aliyemtiisha vitu zote, ili Mungu awe yote katika wote. Kwa hivyo kuna wakati tutafika Yesu atakuwa pamoja na sisi tukimuita our brother, lakini Mungu atakuwa mmoja ambaye ni baba wa Yesu. Ni nini ambao ieleweki? Sasa tunarudi hapa na kumuuliza huyu mchungaji, kado na dhana maneno ambaye anatoa kwa mdomo, ako na andiko linalosema Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Hiyo ndio hoja yetu. Sasa ile kitu nasema kuna mahali ambapo kuna Mungu Roho hakuna. Nyinyi mna andiko ambalo linasema Mungu ni Baba tu. Si ndio? Yohana 6 mstari wa 17. Yohana 6 mstari wa 27. Na tena ni Yesu, hata hizi. Yohana 6 mstari wa 27. Si Yesu, si mimi mwenyekiti. Yesu anasema hivi. Yohana 6 mstari wake wa 27. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Tusome na 4:6 wa Efeso. Alafu tusome 4:6 wa Efeso. Wa Efeso 4:6 inasema hivi. Wa Efeso 4 mstari wake ni wa 6. Inasema hivi. Mungu mmoja naye ni Baba wa wote. Wote ndiye Baba wa wote, aliye ndani ya yote na katika yote. Sasa hilo ni andiko liko kwa Biblia, alitaki kuongezwa. Sasa yeye anatakikana atupe andiko linalosema sasa Mungu si Baba, ni Baba, Mwana na Roho. Hiyo walitoa wapi? Hakuna andiko kama hilo. Sasa bwana mwenyekiti, ninaendelea kurudia vitabu hizi. Hizi vitabu ndizo ziko na theolojia ya Mungu watatu. Na ndivyo ambapo huyu pastor anafaa kutueleza. Atueleze Mungu Baba si Mungu Mwana, na Mungu Mwana si Mungu Roho. Atueleze kama Mungu Baba si Mungu Mwana na Mungu Mwana si Mungu Roho, huyu ni Mungu na huyu ni Mungu na huyu ni Mungu. Hizo ni Mungu ngapi? Hizo ni Mungu ngapi? Mungu. Na ukatuwekea triangle. Ile triangle inasema Baba, Mwana na Roho. Alafu inasema Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho ni Mungu. Baba si Mwana na Mwana si Baba na Baba si Roho, lakini Baba, Mwana na Roho ni Mungu. Hizo ni Mungu gapi? Sawa kabisa mwalimu, nakushukuru kwa majibu yako, na kwa sasa nakupa dakika 3 umuulize swali la kwanza mchungaji mwenzako. Sasa mimi naenda direct to the point ya kwamba katika Yohana 5 mstari wa 26, haya ni maneno ya kutoka kwenye kinywa cha Yesu, na kama atasema alijifanya, kwa sababu katika kitabu cha Wafilipi inakuwa ni mahali pa kujificha. 5:26. Kidogo kabla hujasoma nataka nijenge msingi wangu hapo, kwa sababu ile Wafilipi 5:2-5 ni msitu wao wanajifichaga hawa wana utatu. Tena andiko hilo halisemi ya kwamba Yesu alikuwa Mungu. Inasema hapo mwanzo alikuwa namna ya Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu ambaye alikuwa namna ya Mungu. Huyo Mungu ambaye Yesu alikuwa namna yake alikuwa nani? Si ati ya kwamba Yesu alikuwa Mungu mwenyewe, alikuwa yuna namna ya Mungu. Sasa nisomee Yohana 5:26. Inasema hivi. 5:26 Yohana. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Sasa swali mimi nakuuliza,
Yesu anawapea watu uzima wa milele. Je, uzima huo wa milele Yesu ni wa kwake ama alipewa na Mungu? Simple. Sawa. Nashukuru sana kwa swali hilo. Kwa hiyo mwalimu, karibu tena kwa dakika 5 kujibu swali, Yesu uzima ni wa kwake au amepewa na Baba? Yaani hilo jibu lake ni simple. Mimi namsomea tu katika kitabu kile cha Desire of Ages ukurasa 530, maandiko yanasema hivi. Yanasema in Christ is life original, unborrowed and derived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Nitatafsiri kwa Kiswahili kwamba uzima ulioko ndani ya Yesu, moja, ni original, ni wa asili. 2, unborrowed, hajakopeshwa. Unborrowed, hajakopeshwa. 3, underived, hajapewa. Alafu anasema uungu wa Kristo ndio hakikisho la uzima wa milele kwa kila muumini. Kwa hiyo hapa Biblia inaposema Yesu amepewa uzima na Mungu inakuwa imedanganya. Ndio, haijadanganya. Sasa haijadanganya, ndio kwa sababu sasa hapo ndio tuje sasa alichokuwa na hoja zao zote. Hawa wanaoperate katika kile kitu kimoja nilichokuambia, wanaoperate Yesu akiwa kwenye program ya ukombozi na uumbaji wa mwanadamu, uumbaji na ukombozi wa mwanadamu. Ando maandiko yao yote wanayotoa hapa. Hautasikia andiko mojawapo unalozungumzia hapa la upande wa pili wa uungu wa Yesu tangu mwanzo. Haujasikia wakizungumza fungu la uungu wa Yesu katika Yohana 1:1. Hujasikia hapa hata sasa hivi ametoka hapa kusema kaka ni kakichaka, lakini ndio ukweli. Alafu ni kwa sababu nilikwambia hawa wajienda shule. Ukisoma katika kitabu kile cha Greek, ukisoma katika Hebrew Interlinear, ukisoma katika Hebrew Interlinear pale anasemaje? Kwamba alikuwa na namna ya Mungu. Hiyo ni translation ya Kiswahili. Lakini katika Greek yenyewe anasemaje? In the form of God. Alikuwa katika asili ya Mungu. Sio kwamba eti kuna Mungu mwingine ambaye Yesu alikuwa na namna yake. Greek Interlinear inatuambia pale vizuri kwamba akiwa katika umbo, akiwa katika asili ya Mungu. Sio kwamba akiwa yuna namna ya Mungu. Hiyo translation hapo lazima tuweke sawa. Kwa hiyo wanapotumia maneno mwana, sijui baba amempa nini, haya maneno mwana ni kwa sababu ya ukombozi, na hao wanaoperate mafungu yao yote katika utambulisho wa pili wa Yesu wa kuwa mwana wa Mungu katika ukombozi wa mwanadamu. Lakini huwezi kusikia kabisa hao wanakuambia kwamba Yesu ni Mungu mkuu katika Wafilipi 2:5, katika Yohana 1:1, katika mafungu mengine yote yanayozungumza uungu wa Yesu. Huwezi kusikia. Aya, kitu cha mwisho ambacho alikuwa amekisema hapa, kitu cha mwisho kwenye hilo lilopanga swali. Kwa hiyo Yesu, nafsi ya Yesu ile ili, kwa sababu mnasema zile zilikuwepo zote milele. Ilikuwepo lakini ilikuwa haina uzima. Ilikuwa je tena haina uzima sasa? Sasa ikapewa. Si nimesha kusomea hapa fungu au haikupewa uzima? Nimekusomea hapa nukuu. Inasemaje? Inasema life in Christ. Life in Christ. Si hapa nimesoma Biblia. Biblia inasema kwamba kama Baba alivyokuwa na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo akampa na mwana. Anaposema amempa mwana uzima, anaposema amempa mwana uzima, amempa mwana uzima katika hali ya kufanyika mwili katika mwana. Si ndio hilo andiko? Kwani mwana wa Mungu anapatikanaje au anaonekanaje? Haya maandiko yote haya ambayo tunayozungumza hapa, umwana wa Yesu, yani the sonship of Christ. The sonship of Christ tunaoperate hapa katika Yesu anapokuja duniani. Tunaoperate hapa Yesu katika tunaita eternal covenant pledge. Kwa hiyo umwana wake sio umwana wa kuzaliwa na Mungu. Umwana wake ni umwana wa mahusiano kwa sababu ya ukombozi wa mwanadamu. Ni hivyo tu, lakini tunapozungumzia habari ya uungu wa Yesu, hana mwanzo wala hana mwisho. Nazungumzia sasa ule uzima wake, yeye alipewa uzima wa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe kwanza ana nguvu zake. Yaani yupo sawa. Yaani wewe mwana na baba ni haya majina tu ya kutaja. Lakini wote wapo sawa. Nakwambia uzima kwa sababu wote nakwambia huo uzima anaopewa tunazungumza katika umwana wakati wa ukombozi wa mwanadamu. Kabla ya hapo huo uzima anapewa na nani? Alikuwa nao mwenyewe kwa sababu yeye si ni Mungu. Hivi wewe unajua sifa za Mungu kwanza? Sifa za Mungu ana uzima wake yeye mwenyewe ajitegemea. Na ndio nikakusomea hapa nukuu, nimekwambia in Christ is life, ndani ya Kristo kuna uzima, unborrowed, hajakopeshwa, original. Alafu pia underived, ni kitu ambacho hajakopeshwa, ni kitu ambacho kipo, unless otherwise ndacha aje aniambie hii Desire of Ages hapa ni ya uongo.
Hiyo ya kwanza. Lakini pia aje aniambie kwamba ninachokizungumza kwamba Yesu ni Mungu mkuu akatae. Kwanza nimeshangaa leo na nilikuwa nimeandika hapa. Yaani nimegundua leo kwamba Ndacha anakiri kwamba Yesu ana mwanzo. Na kwa kuwa Yesu ana mwanzo hafai kuwa Mungu. Sasa yeye aje aniambie Yesu ni Mungu au sio Mungu? Hilo ni swali la pili. Aniambie Yesu ni, ajibu hilo swali, Yesu ni Mungu au sio Mungu? Akisema Yesu ni Mungu, basi Yesu atakuwa hana mwanzo wala hana mwisho. Akisema Yesu sio Mungu, basi hafai kukomboa wanadamu. Atajibu hayo maswali. Sawa. Nataka hii nukuu pia tuifanyie kazi. Sawa, haina shida. Tunashukuru kwa majibu. Tunarudi kwenu. Mmejibiwa swali. Kama mmejibiwa, semeni tumejibiwa, tumalize. Kama hamjajibiwa, basi nawapa tena dakika 3 za kurudia tena. Mwenyekiti, andiko ambalo kunukuu ambaye ameitoa imesema ya kwamba Yesu ako na original life. Sasa original life ambaye Yesu ako naye ni kwa sababu ametoa kwa Baba mwenyewe. Ni original. Ngoja kidogo. Unajua sasa hiyo ndio shida. Sasa mimi nataka nimpee condition nyingine. Inaitwa DA 21 paragraph 2. Inasema all things Christ received from God but he took to give. Kila kitu ambaye Yesu ako naye anatoa kwa Mungu, lakini anapewa ili atupee. Na kuna nukuu nyingine hapa Mwalimu Ndacha. Kwa hivyo hata uzima alio naye Yesu ametoa kwa Mungu. Na hiyo unborrowed and delivered pia tutapewa na sisi. Kabisa. Nukuu iko hapa. Haya, naomba uisome. Tuisome hapa. Anafikiri kwamba atakuwa inasema hivi. Tuna kwenye Kiswahili ya Karaka. Hii ni selected message book 1 ukurasa wa 301. Sema Kristo ndiye uzima wa asili usiowazimwa unaotokana na mwingine. Uzima huu haumo ndani ya mwanadamu tangu asili. Anaweza kuwa nao tu kupitia Kristo. Hawezi kuchumilia, anapewa kama zawadi ya bure ikiwa atamwamini Kristo kama mwokozi wake binafsi. Wote walio kitu kimoja na Kristo kwa njia ya imani ndani yake watapata ufufuo wa uzima usio na mauti. Kristo anakuwa kichwa na mbadala wa watu wake. Na uzima ule ule ambao ulikuwa usiowazimwa, usiotokana na mwingine, ndani yake atapewa kwao. Kabisa. Rudia nilikuwa hapo mwisho. Rudia hapo nilikuwa mwisho. Inasema Kristo anakuwa kichwa na mbadala wa watu wake. Na uzima ule ule ambao ulikuwa usiowazimwa na usiotokana na mwingine, ndani yake unapewa kwao. Yaani wale waliofufuliwa katika wafu. Kabisa kabisa. Yaani nafikiri jibu yake imepata. Sasa tuende mambo ya shule. Sasa yeye anatuambia tuende shule. Kama umejibiwa. Hajajibu. Sawa kabisa, na nashukuru sana. Wanasema swali lao walilokuuliza hujalijibu. Kwa hiyo nakupa tena dakika 5 urudie kujibu swali lile walilokuuliza mwanzo. Swali gani hebu arudie hilo swali. Nafikiri nukuu imemuua Makole mpaka sasa. Mimi nakutumia. Mimi nakupa English. Acheni kwanza kubishana tufanye. Mimi nimeuliza swali katika Yohana 5 mstari wa 26 ya kwamba kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake alimpa na mwana kuwa na uzima. Swali, Yesu alipopewa uzima wa milele ambaye anatupea ni wa kwake au alipewa na Mungu? Karibu mwalimu kwa dakika 5. Mbona nimeeleza vizuri? Nimeeleza hivi, umwana wa Yesu, yani the sonship of Christ una mwanzo. The sonship of Christ una mwanzo, lakini Christ au Yesu kama Mungu hana mwanzo, na nimekupatia na mafungu hapa. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya Mungu Baba kumpatia Mungu Mwana uzima kama unavyosoma katika hilo fungu hapo, tunazungumza katika Yesu kufanyika kuwa mwana. Andiko si nimekusomea maandiko mengi tu pale, kwani lile fungu ambalo nimekusomea pale katika Ibrania sura ya 1 mstari wa 5 unasemaje? Anasema ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa. Hapo ndipo alipopewa uzima. Kwa maana ya umwana, hapo ndipo alipopewa uzima kwa maana ya umwana, lakini kwa maana ya yeye kuwa Mungu hakuna wakumpa uzima. Na nimekusomea na nukuu hapa, yeye amekuwako tangu mwanzo. Mika 5:2 anazungumza amekwepo tangu zamani za milele. Kitabu kile cha Yohana 5 mstari wa 58 anazungumza yeye akiwa mimi niko, anazungumzwa kuwa Jehova. Ukisoma katika kitabu kile cha Wafilipi 2:5 anazungumzwa alikuwa in the form of God, alikuwa Mungu kule mwanzo, ila kuona kwamba ni kitu cha kushikamana nacho akaamua kuchukua namna nyingine. Huko kuchukua namna nyingine ndio kunatajwa katika tafsiri hiyo kwamba Mungu amempa uzima. Anampa uzima kwa kuchukua namna nyingine, kwa maana ya sonship, kwa maana ya umwana.
Lakini Mungu Baba hampi Mungu Mwana uzima, anampaje uzima wakati tunazungumza habari ya Mungu mmoja? Unaona? Kwa hiyo mpaka hapa wao wameshindwa kabisa kutetea hoja zangu, kujibu hoja zangu za Yesu kuwa na, kama wanasema Yesu kuwa na mwanzo, mwisho wake ni lini? Hawajajibu hiyo, kwa sababu kila lenye mwanzo lina mwisho. Hawajajibu. Amekuja tu na nukuu hapa ya Ellen White, anasema kwamba infinite, ambao pia amekosea kuitafsiri. Ndio maana mimi nawaambieni, tumekupa English itafsiri. Ndio maana mimi nawaambieni hawawezi kujibu hilo swali. Kama Yesu mnasema ana mwanzo, mwisho wake ni lini? Kwa sababu unaposema, manake sasa yani unazungumza kwamba Kristo ni created being, kwamba ni ameumbwa. Hilo ndo fundisho la Arius ambalo lilisababisha Baraza la Nikea mwaka 325 kwenda kutafsiri kuona, je, ni kweli tunapozungumza Yesu ni Mungu kweli? Ikawa established na wanabaraza wote kasoro Arius peke yake, ambao sasa mimi naona hawa ni Arius wa kizazi hiki. Ni Arius wa kizazi hiki wanasema kwamba Yesu ameumbwa. Na mafungu wanaotumia tu ni lile la Wakolosai 1:15 kwamba yeye ndio mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Jambo la ajabu kabisa. Na ukishasema sasa, sikiliza kitu ambacho ni cha hatari kwa Wakristo wote, na ninawaonya hapa Wakristo wote msiwasikilize hawa jamaa. Kwa nini? Kwa sababu ukishasema Yesu ana mwanzo, maana yake sio Mungu. Na kwa kuwa Yesu sio Mungu, hakuna mtu yeyote mwenye uwezo wa kuokoa wanadamu ambaye sio Mungu. Ina maana Wakristo wote sasa tutakuwa tumepotea, kwa sababu tunamng'ang'ania mtu ambaye sio Mungu, na kwa sababu sio Mungu hana uwezo wa kuokoa. Nani katika Wakristo hapa ambaye anasema kwamba wokovu unapatikana kwa mtu mwingine yoyote yule isipokuwa Yesu? Kwani tunasemaje? Andiko linasema katika 4:12 Matendo, hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote isipokuwa Yesu. Sasa ukishasema Yesu anaokoa, lazima awe Mungu, kwa sababu hakuna mwenye uwezo wa kuokoa ambaye sio Mungu. Hawa wanasema Yesu ana mwanzo, na kama ana mwanzo anakosa sifa ya kuwa Mungu. Na mimi nimewauliza hapa sasa, kama anakosa sifa ya kuwa Mungu kwa sababu ana mwanzo, watuoneshe na mwisho wake. Wameshindwa kujibu mpaka sasa hivi. Wamejibu sasa hapo? Hawajajibu chochote hapo. Wanazungumza katika umwana wa Yesu alipofanyika mwili. Wanazungumza umwana wa Yesu katika eternal covenant pledge. Ndio wanazungumzia hapa. Lakini hawazungumzi Yesu akiwa Mungu mkuu. Hawazungumzi Yesu katika nature yake ya umungu. Hawamzungumzi katika Yohana 1:1, hawamzungumzi katika Wafilipi 2:5, hawamzungumzi katika Isaya 40:25 na 23, hawamzungumzi katika Isaya 43:10, hawamzungumzi katika hayo ambayo ndio yanamuonesha Yesu kuwa Mungu mkuu kwa asili yake, akiwa na divine nature. Wao wamebaki wamekomaa tu namalizia dakika moja. Wamebaki tu komaa utaonesha Mungu amempa uzima, Yesu amempa uzima. Wanakomaa katika eneo ambalo tayari Yesu ameshafanyika mwili. Tayari Yesu amekubali kufanyika mwili. Wajibu maswali yangu. Lile la kwanza la Biblia hawajalijibu, kama hilo Biblia neno halimo katika Biblia, na hili la pili la mwisho wa Yesu hawajajibu. Wajibu hapo. Na ukombozi pia wajibu kwamba Yesu anafaa kuokoa sasa. Sawa kabisa. Mwalimu ameweka misingi yake hapa ya kuhusiana na sasa Yesu, mbona ndo anayetukomboa yeye mwenyewe? Kama yeye sio ndo Mungu mkuu mwenyewe, mbona ndo yeye mwenyewe anayetukomboa? Kwa hiyo hayo yote mtakuja myapitia, mtatujibu. Haya, Biblia halipatikani kwenye Biblia, mbona mnakubali Biblia alafu mnakataa utatu? Mtakuja mpitie. Lakini mwalimu, bado na dakika 3 za kuuliza swali la pili. Lile lilikuwa swali la kwanza ulimaliza, huu ni muda wako wa kuuliza swali la pili. Karibu. Haya, kitu kingine tena ambacho walikuwa wamezungumzia hapa, walikuwa wamezungumza habari ya Wasabato, kwamba Wasabato wa kwanza wale kina Joseph Bates wale kina nani, walikuwa wanazungumza kwamba walikuwa wanakataa utatu. Sasa leo kuna mambo mawili ambayo leo hatutayazungumza. Jambo la kwanza, leo hatuzungumzi kuhusu Wasabato. Hilo ndo jambo la kwanza, lazima tuelewane hapa, kwa sababu hapa mada iliyokuwa imewekwa hapa hewani, mada inasemaje? Inasema je, utatu ni fundisho la Biblia? Kwa hiyo leo tunapiga Biblia, tunahiti Biblia tu. Pamoja na kwamba tayari tulikuwa tumeingia hapo kwenye vitabu vya Ellen White na nini, lakini leo tunahiti Biblia. Hilo jambo la kwanza. Hatuzungumzi Wasabato kwa sababu utatu sio fundisho la Wasabato peke yao. Wakristo wengine wote wanaamini katika utatu. Hilo jambo la kwanza. Sasa hawa watu wana matengenezo. Katika watu wana matengenezo ambao mimi naona kama wameingia katika upande wa kupotea, kwa sababu sasa ukishakataa habari ya Yesu kuwa Mungu, maana yake sasa nani anakuokoa sasa? Hilo jambo la pili. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili nikaa nataka kuzungumzia kuhusiana na kwamba si ndio? Sawa. Kwa hiyo nilichokuwa nasema hapa ni kwamba kulingana na maandiko matakatifu, watuoneshe Mungu ni Baba,
alafu pia watuoneshe, je, Yesu ni Mungu? Alafu pia watuoneshe, je, Roho Mtakatifu ni Mungu? Alafu wakimaliza sasa kutuonesha hivyo, watuambie hicho ambacho wametuonesha kinaitwaje? Narudia swali ili lieleweke vizuri. Jambo la kwanza nimeuliza, je, Baba ni Mungu? 1. Je, Yesu ni Mungu? 2. Je, Roho Mtakatifu ni Mungu? Wakishatuonesha kwamba hivyo nilivyosema ni Mungu, watuambie hicho kitu kinaitwaje sasa? Sawa, mimi nimefurahi kwanza kwa hili swali, naona linasaidia zaidi katika ufumbuzi, lakini mimi nilitamani tena mimi niongezee, hata kama mtasema tuongezee dakika moja muongezee. Yesu anasema hakuna anayeniondolea uhai na utoa ili ni utoe tena mwenyewe. Kama sio Mungu mkuu, anakuaje na huu uwezo? Na mnakumbuka kuna maswali mengine yameulizwa hapo kuhusiana na ukombozi. Tunaona Yesu ana uwezo mkubwa kwamba hata yeye mwenyewe ni Mungu. Na hata ule uhai anakuambia na utoa ili ni utoe tena yeye mwenyewe. Mimi mwenyewe. Jibu maswali yake, lakini kama mtataka kujibu na ili mkataka dakika moja ndio ongeze. Kwa kwamba Christ was resurrected by the life that was in himself. Kwenye kitabu hicho cha Okay, naomba sasa Makole tulie. Nafikiri mada yetu kwamba Mungu wa Biblia ni nani? Je, ni Utatu Mtakatifu ni fundisho la Biblia? Ni fundisho la Biblia, si fundisho la Biblia. Nafikiri toka Makole amekuja hapa hajaonesha andiko lolote la Biblia kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa swali lake, kama Baba waonyesha andiko moja, Baba ni Mungu? Ndio, Baba si tu Mungu, Baba ndiye Mungu wa pekee na wa kweli. Hebu nisome tu andiko mtumishi. 17:3. Hebu tuniseme mwenyewe, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Lakini swali langu umelisikia? Atajibu. Okay. Sasa naomba nilinde sasa kidogo naye nyamaze, avumilie kama tunavyovumilia. Kwa Baba ndiye Mungu wa pekee na wa kweli. Kwa hiyo ukisikia Mungu mmoja wa kibiblia ni Baba. Sasa Yesu ni nani? Sawa. Yesu, maandiko yanasema hivi, kitabu kile cha, hebu nisome mtumishi wa Mungu. Waraka kwanza wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana 1 mstari ule wa 3. Yesu ni nani? Waraka wa pili wa Yohana. Waraka wa pili wa Yohana. Waraka wa pili wa Yohana 1:3. 1:3. Inasemaje? Inasema hivi. Neema na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba. Asante. Kwa Yesu kwa mujibu wa Biblia ni mwana wa Baba. Sasa yeye mwenyewe pia anajitajaje? Yaani identity yake, yani nafsi yake anajitajaje? Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 18. Nisomee. Ufunuo 2:18. Hiyo ni identity ya Yesu. Identity ya Yesu, yeye ni mwana wa Mungu. Soma maandiko. Inasema, ndio, na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndio anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto. Yesu anajiita ni nani? Mwana wa Mungu. Kwa Yesu anajiita ni mwana wa Mungu. Na huyo pia mchungaji alisema kwamba yeye anakuwa mwana kwa sababu ya ukombozi. Sasa hapo Yesu kashamaliza kukomboa, iko wapi? Mbinguni. Anajitambulisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Sasa hoja yake kwamba huyu ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, anasema si Mungu. Wewe paka itokee neno Mungu ndio Yesu anakuwa mwana wa nani? Anakuwa Mungu. Lakini tunaposema Yesu ni mwana wa Mungu, sisi tunaukiri uungu wake. Kwa mfano, hebu nirejee katika andiko hilo ambalo nalijengea hoja. Kitabu kile cha Wafilipi sura ya 1, sura ya 2 mstari wa 5. Ina maana gani kwamba yeye alikuwa aliona namna ya Mungu na hakuona kule sawa kuwa na Mungu ni kitu cha kushindana nacho? Ikawa na maana gani kibiblia? Soma andiko hilo. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Asante. Kwa maana Yesu alikuwa sawa na nani? Na Mungu. Sasa huyu anajenga kwamba ile unatoshana kwamba kwa iko na kwa itano ndo anataka uungu wa Yesu hivyo. Sasa maana ya kuwa sawa na Mungu kibiblia na maana gani? Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu 5 mstari wa 18. Soma mtumishi. Yohana 5 mstari wake ni wa 18. Inasema hivi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivuja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Kumbe kuwa sawa na Mungu kwa mjibu wa Biblia ni nini? Ni mtoto na baba yake. Ni mtoto na nani? Na baba yake. Wana siri hii moja. Sasa maana Wayahudi walikuwa ni wajuzi sana kuliko hawa wa leo. Hata Muhammad anawashinda ujuzi. Sababu Muhammad kusema ile Qur'ani ya 381 nasema kwamba kama Hamana angekuwa na mwana angekuwa wa kwanza kufanyaje? Kwenda kumwabudu. Sasa Wayahudi Yesu alikuwa anasema ni mwana wa Mungu, walitambua anajifanya yeye nani?
Mungu. Ukisoma 10:33 sababu ya hiyo shule alienda, ambaye anasema sisi twende, ndio yeye alienda alafu akapata hatari, akapata hitilafu. Inasema PP 593 paragraph 4. Namna ya kufundisha ilikuwa tofauti sana na ile ya shule za theolojia za siku hizi, ambazo wanafunzi wengi huhitimu kutoka kwao wakiwa na ujuzi mdogo kwa kweli wa kweli wa Mungu na ukweli wa kidini kuliko walivyoingia. Sinaona sasa yule bwana huyu alienda shuleni kule wakatoa akili yote wakaingiza Ukatoliki pale. Sasa kuna maana kuwa sawa na Mungu kibiblia. Yaani uungu wa Yesu, yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa hoja yake ya pili, je, Yesu Roho Mtakatifu ni nani? Tuko pamoja Kama ni Mungu. Ni kama ni Mungu. Roho Mtakatifu si Mungu. Si Mungu, Roho Mtakatifu kumjibu wa hiyo kanuni. Sasa andiko hili, hebu nisome andiko haya. Mathayo 10 mstari wa 20. Mathayo 10 mstari wake ni wa 20. Ndio. Inasema hivi, kwa kuwa sio nyinyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu. Ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Kumbe Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Wa Baba. Hebu nipe Isaya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Haraka tunayo roho ya Baba ndio ambayo anatupa sisi, anatumiminia. Soma andiko hilo. Isaya 42 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Inasema, tazama mtumishi wangu, nimtegemezaye, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake. Nimetia roho yangu juu yake. Ndio maana ukisoma Luka 4 mstari wa 18 Yesu anasema kwamba mstari wa 16, roho wa Mungu iko juu yangu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Roho ya Mungu mwenyewe ambaye ameitia. Si Mungu mwingine. Si Mungu mwingine. Sasa ndio maana tunamwagiwa, sasa Mungu anamwaga Mungu mwingine. Hebu tuseme tuandiko mtumishi. Maana sisi tunaenda kwa maandiko, huyu anatumia maneno tu ya kisolojia. 2:28 Yoeli. Ni maneno tu. Ni maneno tu, hamna andiko. 2:28 Yoeli. Yoeli. Ndio. Yoeli 2:28. Yoeli 2:28 inasema hivi, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Na unabii ulitimia katika siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste Mungu alimimina roho yake. Sasa swali linakuja kwake, je, Mungu anamimina Mungu mwenzake ama Mungu anatoa roho yake kutupa sisi? Nafikiri hiyo imekufa. Sasa nafikiri muda wenu umeisha. Dakika 5 zimeisha. Okay, sasa tuulize swali. Hapana. Ni muda wako Pastor Makole, kwa dakika 3 utuambie kama umejibiwa swali au hujajibiwa swali, au uongezee swali urekebishe ili wajibu tena. Naona kabisa uko tayari amejibiwa kesho. Sasa sasa unaona jinsi hawa jamaa jinsi walivyo. Hawajajibu swali lolote. Hawajajibu hapo. Kwa sababu mimi nilikuwa nimeuliza nini? Nimeuliza mwenye kuokoa ni nani? Mwenye kuokoa ni Mungu. Na kama mmeshasema Yesu sio Mungu, maana yake hana uwezo wa kuokoa. Na kama hana uwezo wa kuokoa, basi Wakristo wote tumepotea. Hilo swali hawajajibu. Hawajajibu. Matendo 4:12 inasemaje? Inasema hakuna mwenye uwezo wa kuokoa hapa chini ya jua isipokuwa Yesu mwenyewe. Tunaokolewa kupitia kwa Yesu. Na sasa Biblia inamtaja Mungu ndio mwenye uwezo wa kuokoa. Hawa jamaa wameshamkataa Yesu kwamba sio Mungu, na kwa sababu hiyo hawezi kuokoa. Basi Wakristo wote hapa mwatangazie kwamba mmepotea kwa sababu mwenye kuokoa ni Yesu ambaye ninyi mnamkataa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, hao wamezungumzia hapa habari. Afu mimi ninashangaa wanaposema eti kwamba sisomi maandiko. Hivi simulizi, wewe unasikia mimi sisomi maandiko hapa? Mimi ninasoma maandiko na waonesha ambayo wao wanayakataa. Wamezungumza hapa, nilikuwa nimewaambia hivi, swali ambalo hawajajibu. Je, Mungu ni Baba? Je, Baba ni Mungu? Je, Yesu ni Mungu? Je, Roho Mtakatifu ni Mungu? Kama ni ndio, inaitwaje? Umeyasikia lakini majibu yao kuhusiana na roho. Hawajajibu sasa. Hawajajibu. Wamekuambia, wamesema sijui wanazungumza habari ya Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Na nimekwambia wanazungumza katika matrix ya Yesu kuwa mwana wa Mungu kwa maana ya kukubali kufanyika mwili ili awakomboe wanadamu. Lakini kama kusingekuwa na habari ya uumbaji na ukombozi, Yesu ni nani? Lakini je, kwa wao ulivyosikia unaona wamesema Yesu ni Mungu au si Mungu? Wamemkataa Yesu sio Mungu kwa sababu si ana mwanzo. Na Mungu, wewe unavyojua Mungu hana mwanzo. Kwani Mungu ana mwanzo? Wewe ukiulizwa hapa kwamba Mungu ana mwanzo au hana mwanzo? Umeona wamesema roho ni Mungu si Mungu. Wamesema sio Mungu. Na kwa Baba wanasemaje, ni Mungu si Mungu? Wanasema kwamba Baba ni Mungu. Lakini wakati huo wanamkataa Yesu kwamba ni Mungu, wanamkataa Roho Mtakatifu kwa ni Mungu. Wanasema ni roho ya Mungu. Lakini nimekusomea maandiko mengi hapa. Nimekusomea katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 5:3 na 4. Anazungumza Roho Mtakatifu kwa ni Mungu na he's a person. Roho Mtakatifu anahuzunika.
Roho Mtakatifu anasononeka, Roho Mtakatifu anaongea. Wakati ule Barnaba na Paulo, Roho Mtakatifu anasema mnitengee Barnaba na Paulo kwa kazi ile niliyowatuma. Ni Mungu anatuma. Sasa Roho Mtakatifu, hata kama mtazamaji hapa, nenda hata ka Google, nenda hata kafanye kwenye ChatGPT, nenda kaangalie, je, Roho Mtakatifu ni Mungu? Utaona sifa zote anazo za Mungu. Nenda kaangalie Yesu ni Mungu, utaona sifa zote anazo za Mungu na Baba kadhalika. Swali niliouliza, kama hawa wote ni Mungu, hicho ni kitu gani kinaitwa? Kwa sababu sisi watu wa utatu tunasema there's one divine being in essence, one divine being in three persons. Tuna Mungu mmoja ana exist katika nafsi tatu. Simple. Hayo ndo maelezo ambayo tunayoona katika Biblia nzima. Na Biblia huwa haisomwi kwa kuchukua kafungu kamoja kama wanavyoanzia pale kwenye Wakorintho wa kwanza 8:6. Biblia inasoma as a whole. Biblia inasoma kitabu chote, ndio na establish doctrine. Doctrine yani fundisho halianzishwi kwa kafungu kamoja kama wanavyofanya wao. Sasa wao wanajiona hapo kwamba ni wataalamu sana, kwamba sasa ndio wamegundua kitu kama hicho. Hamna. Hili fundisho limeanza, discussion imeanza tangu wakati ule mpaka baraza la Nikea. Watu ikafika mahali wakakubaliana kwamba kwa ukweli Mungu ni mmoja, ana exist katika nafsi tatu. Sasa wao eti wanajiona kama mashujaa. No. Sasa eti kwamba wamegundua kitu kipya. Ni uongo tu wa kuwapoteza. Kwa hiyo wajibu tena muda wako. Mimi na swali. Okay, Ni muda wenu huu. Dakika 5 zingine za kuendelea kutoa maelezo kuhusiana na hilo kwamba je, Baba mnakubali ni Mungu, Mwana mnakubali ni Mungu, Roho Mtakatifu mnakubali ni Mungu. Je, kama mnakubali hivyo vyote vitatu ni nini? Bwana Mwenyekiti, kwanza kitu ya kwanza naomba nirudia andiko hili la hawa watu ambao wanaenda theolojia, kwa sababu mwalimu, wakati unajibu hilo ukumbuke huyu anazungumzia kwamba katika ukombozi anayekomboa mbona ni Yesu. Sitasahau hiyo. Hapa tunaongelea shule ambayo watu walienda ya manabii na shule ambayo hawa wanaenda ya theolojia. Kuna kitabu ambacho kinaitwa PP. Namna ya kufundisha ilikuwa tofauti sana hiyo shule ya manabii na ile ya shule ya theolojia za siku hizi, hii ambayo wao wanaenda, ambazo wanafunzi wengi uhitimu kutoka kwao wakiwa na ujuzi mdogo wa kweli wa Mungu na ukweli wa kidini kuliko vile walivyoingia. Kwa hivyo huyu wakati alipoenda shule ya theolojia alikuwa afadhali. Sasa vile ametoka ameharibika. Na ndio naona sasa tunamwambia hivi, hakuna andiko kwa Biblia linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Na bado haelewi. Sasa amesema yule anayeokoa lazima awe Mungu. Yes. Sasa mimi naomba nisome andiko hapa la Timotheo wa kwanza 1 mstari wake wa kwanza. Timotheo, na haya maneno anayosema ni ya mdomo wake. Hakuna mahali anasema ati lazima mwenye anaokoa lazima awe Mungu. Hata Musa aliwaokoa watu kutoka Misri. Aliwaokoa. Musa alikuwa muokozi. Musa alikuwa muokozi. Aliokoa watu kutoka Misri akaleda. Na ndio Yesu usisubue wewe basta, wewe nyamaza kwanza tukiongea. Sinaona sisi tukiongea unanyamaza. Sasa Musa aliokoa watu kutoka Misri. Na Yesu anafananishwa bado mpaka na Musa katika kitabu cha Waibrania, ya kwamba Musa alikuwa mwaminifu akitoa watoto wa Misri. Sasa katika moja sasa kitabu cha Timotheo inasema hivi: Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu mwokozi wetu na Kristo Yesu taraja letu. Wokovu wetu chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Yesu ni kutumwa, anatumwa aje atuokoe. Kwa hivyo yule ambaye anapeana wokovu wetu ni Mungu. Tunasoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 14, alafu tuweze kusikia ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Sikia bwana mwenyekiti. 4 mstari wa 14 inasema hivi: na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma Mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hivyo Yesu kuwa mwokozi ni kutuma, ametumwa. Ndio andiko linasema hakuna wokovu katika mwingine. Hakuna jina lingine walilopewa wanadamu lipasao kutuokoa isipokuwa jina la Yesu. Lakini tumepewa na Baba. Sasa huyu Baba ndiye Mungu. Sasa alafu katika hapa Yohana 4 mstari wa 12 inasema hivi: hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana Mungu ukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Kwa hivyo Mungu akitupea roho wake ni yeye mwenyewe anakuwa ndani yetu. Kwa hivyo katika Matendo ya Mitume 5 yule alikuwa anadanganywa hapo alikuwa ni Petro.
Si ati ya kwamba kulikuwa na kizuguu hapo kinaitwa roho kilikuwa kinadanganywa hapo. Ni Petro ambaye alikuwa anadanganywa na wale waliouza shamba. Sasa huyu Petro alikuwa na roho wa Mungu. Petro alikuwa na roho wa Mungu. Ndio Petro anawaambia kwa nini mmeficha kile ambacho mlikuwa mmeahidi kutoa baada ya kuuza shamba? Anasema hamkumdanganya mtu. Mmedanganya nani? Mungu. Kwa sababu Petro alikuwa na roho wa nani? Wa Mungu. Si ati kwamba kulikuwa na Mungu roho ambaye alikuwa hapo anadanganywa, lakini Petro ndiye alikuwa hapo. Na ndio mimi nasema walienda shule, walikuwa afadhali, wakatoka shule wakiwa wameharibika. Sasa katika kitabu cha Mathayo 3, hii ni kitabu ambayo watoto wadogo kabisa wanaelewa haraka haraka. 3:16 kitabu cha Mathayo inasema hivi: naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamuona roho wa Mungu. Hawa wanageuza, wanaweka Mungu roho. Na hapa andiko limesema akaona roho wa Mungu. Alafu katika 17 inasema tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu. Kwa hivyo sauti inatoka mbinguni inasema huyu Yesu ni mwanangu. Alafu yule aliyekuja juu ya Yesu anaitwa roho wa Mungu. Hawa wanasema ni Mungu roho na huyu mwingine ni Mungu mwana. Sasa kuna kuwa na miungu mitatu. Kitu ambaye Biblia katika amri ya kwanza inakataza. Inasema usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Sasa huyu mimi alikuwa nani? Wakorintho wa kwanza 8:6. Kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Sasa wanasema hapo ilikuwa ni mwili, hapo ilikuwa sijui ni nini. Sasa katika Yohana 17:5 Yesu anasema, na sasa Baba nitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa hivyo Yesu alikuwa na baba yake kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa hivyo Yesu alikuwa mwana wa Mungu hata kama dunia haijaumbwa, hata kama malaika hawajaumbwa, Yesu alikuwa bado ni mwana wa Mungu. Katika Yohana 5:26 Baba akamupea Yesu uzima. Na uzima huo Yesu alipewa. Andiko linasema Yesu anapewa ili atupee. Ukisoma Yohana 17:2 Yesu anasema wote ulionipa ili niwape uzima wa milele. 17:2 kabla dakika zangu hazijaisha inasema hivi: kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa hivyo Yesu anatupea uzima wa milele aliyopewa, si wa kwake. Lakini Yesu alipewa uzima wa milele original, hakupewa fake. Alipewa original kutoka kwa Baba. Lakini sasa hawa wachungaji, tulia mchungaji. Sasa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 mstari wake ni wa kwanza, mstari wake ni wa 4 na wa 5 na wa 6 inasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule. Sasa hawa wanaweka hawa wengine kuwa Mungu. Sasa ukija katika kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 19, uungu wa Yesu ni kupewa, anapewa. Uungu Yesu alio naye ni kupewa, anapewa tena kwa andiko. Mimi si ate kwamba nasema tu hivyo bure. 1:19 kitabu cha Wakolosai inasema hivi: for it praised the Father that in him should all fullness dwell. Yani ilimpendeza Baba katika Yesu ukae utimilifu wote wa uungu. Kwa hivyo uungu ambaye Yesu ako naye anapewa na Baba. Ndio tunasema Mungu. Asante. Mwalimu, muda wako umeisha, una dakika 3 za kuuliza swali. Haya, uliza swali. Mimi nataka niulize swali moja kwa Pastor Bakole. Ni kwamba kwa mujibu wa roho ya nabii, Ibilisi alikuwa ni wangapi katika utawala wa mbinguni kabla ya anguko? Hilo ni swali kwa mujibu wa roho wa nabii. Na hizo dakika zangu zobakia naona nizitumie. Yeye akasema kwamba Yesu ni mwana kwa kufanyika mwili, hiyo ndo uwana. Naomba utakuja kusahisha. Utakuja kusahisha. Na kuweka sawa ili uulize swali vizuri. Okay, kwamba umefundisha kwamba Yesu si mwana wa kweli. Mbona ulinde wewe mwenyekiti, mbona ulinde huku? Sasa ananiwekea maneno mdomoni. Okay. Rekebisha kikosea, unakuja kujibu kwenye dakika. Ndio. Yeye akasema kwamba Yesu hakuwa mwana wala baba hakuwa baba, kwamba walikubaliana huyu akuwa baba huyu kuwa nani? Kwa mwana. Kwa maana Yesu si mwana wa kweli, si mwana wa kweli. Sasa nataka nimjibu hoja kwa nukuu ya Ellen White. Nasema hivi:
Hii ni Ellen White ST Mei 30 mwaka 1995, anasema hivi: Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe mzaliwa pekee, si mwana wa kuumbwa kama ulivyokuwa malaika, wala mwana wa kuwasiliwa ni adoption kama alivyo mzambi alisemewa, lakini ni mwana aliyezaliwa katika chapa ya nafsi ya baba. Ni mwana aliyezaliwa katika nafsi katika chapa ya nafsi ya baba. Huyu ni Ellen G. White. Ellen G. White anaamini Yesu ni mwana wa Mungu kweli, na alikuwa ni mwana toka milele, alizaliwa na Mwenyezi Mungu. Sasa huyu ambaye ni Mwadventista Msabato, ni pastor ambaye anamkubali Ellen White kuwa ni nabii, sijui kama atakuwa anamkubali au anamkataa, atakuja kutuambia. Anapingana na nuru ambayo ipo kwa ndani ya kanisa la Sabato. Sasa katika picha hii naomba tu nijenge tu andiko hoja nyingine bwana ikomalia hapa kwamba Yesu ambao acha mshajibu, nataka tuwe fungu, naomba nisome andiko hili mtumishi. Matendo 7:35 ambao anasema kwamba Yesu kuwa mwokozi ndio inamfanya kuwa nani? Kuwa Mungu. Sisi tukatae uungu wa Yesu. Mungu ndo maana anakuwa. Naomba nakuja hivi. Sisi tukatae Yesu uungu wa Yesu, tumefundishwa kwamba Yesu ni nani? Ni Mungu. Lakini ni Mungu namna gani? Sababu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa angalia katika andiko hili 7:35 kitabu cha Matendo, nisomee. 5:35. Inasemaje? Inasema hivi. Musa huyo waliyemkataa wakisema ni nani aliyekuweka kuwa mkuu wa maamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu, aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Asante. Kwa Musa alitumwa kuwa mkuu na nani? Na mkombozi. Hoja yake kwamba mtu akitumwa kuwa mkombozi ni Mungu. Ni Mungu. Sasa je, Musa ni Mungu? Sasa itakuwa Mungu sana Mungu. Kwa Yesu alitumwa kama alivyotuma Musa, lakini ingawa Yesu ni mkuu kuliko nani? Musa. Asante. Nilikuwa nakuja hapo, nimpe andiko lingine. Asante. Sawa, mwalimu, na dakika 5 za kujibu lile swali la kwanza liloulizwa. La Lucifer alikuwa nani? Alikuwa utawala ule. Alikuwa ni namba ngapi katika utawala wa hiyo ni rahisi sana. Ni rahisi sana tu. Katika kitabu cha Great Controversy ukurasa wa 493 maandiko yanasema hivi: Lucifer was the most exalted of the created beings. Kwanza lazima usikie maneno. Lucifer ni created being. Yesu sio created being. He is not created. Yesu sio created. Kwa tunaendelea. Lucifer was the most exalted of the created beings and was highest among the heavenly intelligences. Before his fall, he was a covering cherub, holy and undefiled. He stood next to Christ in power and authority. Andiko jingine linasema hivi: the Son of God shared the Father's throne and the glory of the eternal, self-existent, one encircled both. Next to Christ, Lucifer was the most honored of God. Unaona anachozungumza hapa, kwanza amebainisha waziwazi kwamba Lucifer aliumbwa, created being. Wakati Yesu sio created being. Hilo jambo la kwanza. La pili, alipokuwa anauliza kwamba nani alikuwa wa pili, hapa next to Christ anasema sasa ukiachia, kwa sababu hapa anasema utukufu ulikuwa umemfunika Baba na Mwana. Lakini Lucifer hakuwa kwenye utukufu wa Baba na Mwana. Kwa next baada ya Mungu alikuwa anafuata Lucifer kama undefiled cherub, kama malaika ambaye alikuwa bado haja najisika. Unaelewa mpaka pale? Kwa hiyo wala haya maandiko wala hayana utata wowote. Hakuna utata wowote. Lucifer ameumbwa, Yesu hajaumbwa. Simple. Haya. Akasema utukufu ulikuwa umemfunika Baba na Mwana, na Lucifer bado yupo mbinguni hajaasi. Huo ukombozi, kwa sababu Baba na Mwana ametokea kwa sababu tu ya ukombozi. Bila kama tusingekuwa na ukombozi, basi Baba na Mwana mpaka hapa tuna operate mpaka hapo katika hiyo picha unayoiona. Mpaka hapo tuna operate kwenye kitu ambacho nilikwambia kinaitwa Eternal Covenant Pledge. Ndio kitu ambacho hata malaika wanaona, ndio kitu ambacho hata sisi pia manabii walikiona, walioneshwa zamani, kwa sababu anayeandika hapa si nabii. Kwa hiyo alioneshwa kabla Yesu hajaje ulimwenguni. Alioneshwa. Kwa hiyo tunazungumzia habari ya Eternal Covenant Pledge. Lakini kabla ya hapo hapakuwa na kitu kama hicho. Kwa hiyo lazima tuangalie umilele wa zamani kabla huo ambao Yesu hajafanyika mwana. Hilo jambo la kwanza. Akasema aliyeongea pale Sinai ndio Mungu. Nataka nimwambie leo sasa, aliyeongea pale Sinai ni Yesu, na aliyetoa zile amri pale Sinai ni Yesu. Na maandiko popote utakapokutana na kitu kinaitwa malaika wa Bwana, ujue ni Yesu. Na ndio maandiko mengi yanamtaja Yesu kuwa hivyo. Nitakuonesha hapa. Nitakuonesha mafungu kadhaa hapa. Japo fungu la kwanza Yohana 1:18
fungu la pili, Kutoka 21 hadi 2 fungu la 3, Wakorintho wa kwanza 11 hadi 4 inazungumzia aliyekuwa jangwani kule ni Yesu. Tunaenda tena Yuda 5, Yesu akisha kuokoa watu katika nchi ya Misri, baadaye aliwaangamiza wale wasioamini, ni Yesu. Wale watu walikufa jangwani, aliyewaangamiza ni Yesu. Waebrania 12 mstari wa 25 na 26, hapa mwandishi anamtambulisha Yesu kama yule ambaye sauti yake ilitikisa nchi, akirejelea ile tukio la pale Sinai. Kwa hiyo Dacha sija akasema hapa eti ananukuu ile Sinai kule, anakuja na ile Wakorintho wa kwanza 8:6 pale, alafu anamnukuu ile wa Sinai kama baba. Hapana. Yule aliyezungumza pale Sinai ni mwana, ni Yesu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, akaja anazungumzia habari ya alizungumzia jambo la pili kwamba kuhusiana na ukombozi. Alizungumzia kuhusiana na ukombozi. Mimi nilikuwa nimeuliza swali vizuri tu, nikauliza swali nikasema mafungu mengi katika Biblia yanaonesha mwenye uwezo wa kuokoa ni Mungu. Yaani Mungu ndio mwenye sifa ya kuokoa. Mungu ndio ana sifa ya kuokoa. Nje ya Mungu hakuna wokovu. Lakini katika fungu lile la Matendo ambao amekataa kulipita, hajalipita pale sijaona. Matendo 4:12 amesemaje? Hapa sisi hakuna jina tulilopewa chini ya mbingu tunalopaswa kuokolewa kwalo isipokuwa jina la nani? La Yesu. Sasa kama Yesu anatajwa kuwa anatuokoa sisi, na kwa mujibu wa Biblia anaye mwenye sifa ya kuokoa ni Mungu, na mimi nilisha establish kwamba Yesu ni Mungu, na ni Mungu ndio maana ana uwezo wa kuokoa. Hawa wana establish kwamba Yesu sio Mungu. Sasa mimi nikauliza swali, kama Yesu sio Mungu, basi Wakristo tumepotea, kwa sababu Wakristo wote dunia nzima, Wakristo wote wanaamini kwamba wokovu upo kwa Yesu. Wakristo wa Sabato, wa Lutheri, wa Anglican, wote wale unaojua, wa Katoliki, wote tunaweza kuwa na tofauti zetu, lakini wote tunakubaliana kwamba wokovu haupo kwa mwingine isipokuwa kwa Yesu. Au wanasema Yesu sio Mungu na kwa sababu hiyo hana uwezo wa kuokoa, eti Baba ndo anayeokoa, Yesu haokoi. Waoni kwamba wamepotea hao? Hawa wana wokovu sasa? Sio kwamba au tuseme sio kwamba katika uelewa wa kawaida ni kwamba anayeokoa ni Mungu kwa kumtumia Yesu. Ndio maana nilikwambia katika Salvation Enterprise, katika project ya ukombozi wa wanadamu, katika ukombozi wa wanadamu, aliyemtambulisha Mungu ni nani? Maandiko yanaeleza hivi, hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu wakati wowote isipokuwa mwana aliye katika kifua cha baba, huyo ndiye aliyemtambulisha. Kwa sisi tunayemfahamu hapa kati ya baba pamoja na Roho Mtakatifu na mwana ambaye amemtambulisha Mungu ni mwana, ndiye aliyemtambulisha. Kwa sasa wanapomkataa mwana kama Mungu, manake wamepotea. Sasa wanatumaini gani la wokovu? Kwani kwenye hilo kuna ile andiko kwamba au tunaweza tukasema kwani aliyeupenda huu ulimwengu akaamua auokoe ni nani? Andiko linasema hivi, andiko linasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kila amwaminie nani? Yesu. Asifanye nini? Asipotee, kwa maana Yesu ana uwezo wa kufanya nini? Wa kuokoa. Sasa issue itakuja tu kwamba kwenye begotten son, hapo ndio itakuja kwa nataka pale, si ndio nakwambia? Mungu ndio aliyeupenda ulimwengu akamtoa huyo mwanae aokoe. Na sisi tunaamini kwamba huyo mwanae ndio, bila huyo mwanae sisi hatuokolewi. Sasa uone kwamba kweli anayeokoa ni Mungu, lakini kwa kupitia Yesu, kwa sababu hata aliyeupenda sio Yesu, huyo mtoto hapo ndo tunapopishana katika understanding ya uungu. Sisi tunaelewa tuna Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Kwa hiyo tunaposema Mungu aliupenda ulimwengu, of course ni wote waliupenda ulimwengu, lakini katika hao watatu, katika hizo nafsi tatu, aliyekuja duniani kuokoa ni nani sasa? Ni Yesu. Ndio nakwambia ni Yesu sasa. Katika zile nafsi tatu ilikubalika huyo mmoja ambaye sasa tunamfahamu kama Yesu aje kuokoa. Sasa kama hatena hapo Mungu ana mwana wa pekee, tuseme hiyo ni nafsi, mwana wa pekee, maana yake ni mmoja tu, ni Yesu. Na Mungu huyo ambaye ndo ana nafsi hizo tatu, lakini anasema na moja ya pekee ambayo ni inakuja tena aseme mwanae wa pekee. Kwani kuna zipo zingine mbili ambaye bado roho bado na mwana. Kwani na hata baba, kwa sababu wote hao ni wana. Yaani hao wote watatu mkubwa wao ni Mungu. Umesoma wapi mkubwa wao ni Mungu? Wakati mimi nilikwambia katika Wafilipi 2:5 kwamba aliona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Mimi tangu mwanzo nimefundisha wako sawa. Wako sawa. Sasa wewe ulisoma wapi kwamba ni mkubwa kuliko baba, ni mkubwa kuliko Yesu? Ni kwamba kuna Mungu yule ambaye hawa watatu wanamshare. Wote watatu wanashare kitu tunaita sisi wana theolojia sasa tunaita divine essence, divine being. There is one divine being. Kuna Mungu mmoja being. Nikisema being unaelewa?
Sawa. There's one divine being. Lakini the divine being ambaye sasa tunamuelewa kama Mungu, the divine being ana nafsi tatu. Wewe hapo ni mwanadamu. Sikiliza, wewe hapo ni mwanadamu. Ngoja kidogo. Sikiliza kidogo. Wewe ni mwanadamu. Uko mbali kwa. Sikiliza basi kwanza. Kwa Mungu kwanza. Sikiliza sasa kwanza ndio sikiliza sasa. Wewe una nafsi, wewe ni mwanadamu mwenye nafsi moja. Ila Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu. Huko utanipoteza. Nasema Mungu ana mwanae mmoja wa pekee. Ndio nakwambia sasa. Huyo Mungu, kumbuka Mungu mkuu anaweza kawa yeyote, awe Yesu, awe Roho Mtakatifu, awe Baba, yeyote yule ni Mungu mkuu. Sasa huyo Mungu mwenye mwana wa pekee katika hao ni yupi? Ndio nasema hivi sasa. Katika understanding ya utatu tunaelewa hivi, there is one divine being ambao wewe sasa unataka kuelezea tofauti na sisi tunavyoeleza katika maandiko. Tunasema hivi katika maandiko, sio theolojia, maandiko. Sisi tunakusomea maandiko hapa. Kwa hiyo kwanza tusitaki kudogosha kwamba kusoma theolojia ni dhambi. Maandiko yamesema Mungu ana mwanae wa pekee. Unaweza kusikiliza nijibu swali? Hilo la Mungu. Ndio sasa, si ndio? Sikiliza nijibu swali sasa. Sawa, mimi nakubali hilo la Mungu kwa mwanae wa pekee ili tumalizie muda wa rudi. Ndio nakueleza sasa kwamba sisi tunaelewa hivi, there is one divine being, Mungu. Alafu huyo Mungu ana exist katika nafsi tatu ambazo zote katika maandiko nimeshakupitisha, nimekuonesha jinsi ambavyo zinashare asili ya uungu. Kwa hiyo sasa tunapokuja katika swala la Mungu kuwa na mwana, nikakwambia pale umwana wa Yesu ni relational, ni wa kimahusiano, sio kidogo. Sio wa mwanzo. Nataka utumie maiki. Sawa, maswali yako. Naomba kwanza nikuulize hili swali kwa ufupi sana. Mungu ana mwana wa pekee. Na tumesema Mungu ana nafsi tatu. Tunasema Mungu tena ana mwana wa pekee. Maana yake kwa kifupi Mungu anakuwa na nafsi mbili, kama tukikubali huyu mwana naye ni nafsi na huyu baba ni nafsi. Mungu ana mwana wa pekee. Na tumesema Roho ni Mungu mkuu, Yesu ni Mungu mkuu, Baba naye ni Mungu mkuu. Sasa swali ambalo mimi nauliza, inakuwaje Mungu awe na mwana wa pekee wakati huyo mwana wa pekee vile vile naye ni Mungu mkuu? Ina maana huyo Roho naye haisabiki pale kwenye mwana katika wale wana wa Mungu. Nimekueleza hivi, Biblia inaposema Yesu ni mwana wa pekee, unasikia? Biblia inaposema Yesu ni mwana wa pekee katika Yohana 3:16 ambayo inasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Inaposema hivyo, Yesu, Biblia inamuita Yesu inamuita Yesu kuwa mwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimekuambia pale, nilikuwa nimeanza kuambia ni relational. Hayo mahusiano ni relational, sio kama Mungu Baba amemtoa Yesu au amempa mwanzo kama wanavyosema hawa jamaa. Lakini ukweli ni kwamba sisi tunaelewa hivi, kuna Mungu mmoja na huyo Mungu mmoja ana exist katika nafsi tatu. Sasa huyu Mungu mmoja ana sifa gani? Huyu Mungu mmoja ana sifa ya kuwa wa milele. Huyo Mungu mmoja ana sifa ya kuwa self existent, yani hawezi, yani anajitegemea. Huyo Mungu mmoja ana sifa ya kutokufa, ana sifa ya kutokuzaliwa. Huyo Mungu mmoja ana sifa ya kuwa kila mahali. Namalizia sasa. Namalizia nifikishe jibu mwishoni. Ngoja nilifikishe jibu mwishoni. Hizo sifa zote za Mungu anazo Yesu, hizo sifa zote za Mungu anazo Roho Mtakatifu, hizo sifa zote za Yesu anazo Mungu Baba. Mimi sijajibiwa kabisa. Sawa, turudi kwenye swali. Dakika 3 mniambie kama mmejibiwa mjajibiwa. Mwenyekiti, huku kuna ile imekata, ile charge imeisha. Hiyo turekebishaje? Badilisha sasa, weka microphone ya hii. Si ndio? Charge imeisha kwenye nini? Itakuwa hapo inaenda. Sasa kama leta. Kama umejibiwa swali au hujajibiwa, dakika 3 hizi tumia kutoka sasa saa 1:58. Na sio tupe dakika 5 za kumalizia. Pana dakika 3. Dakika 3 kwanza za kuuliza kusema umejibiwa swali au hujajibiwa, tumalizie. Okay. Mimi sijajibiwa swali, ingawa ilikuwa ni swali la mtego. Sababu katika fundisho la utatu kuna Mungu mmoja katika nafsi ngapi? Tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kutoka Baba, Mwana unaingia Roho Mtakatifu. Sasa katika utawala wa mbinguni, kwa mujibu wa Ellen White, roho nabii, Lucifer alikuwa namba 3 next to Christ. Kwa kutoka Mungu Baba, anakuja mwanawe, anakuja nani? Lucifer. Sasa hiyo ndio hierarchy ya mbinguni. Sasa lakini hawa wana Baba, wana Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hiyo nafikiri tumeshamaliza nayo kitu hapo. Sasa niji katika hoja zake za kwa haraka hizo dakika zilizobakia. Ndio naomba nisomee hiki kitu. Kwamba huyu anafundisha utatu, lakini fundisho la utatu hata waasisi wa utatu wenyewe wa Katoliki hawajui utatu wenyewe. Nisomee.
Katika imani ya Kikristo, fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu, walakini kuna Mungu mmoja tu, wala sio watatu. Ni fumbo ambalo sisi hatuelewi kabisa. Ni fumbo ambalo sisi hatuelewi nini kabisa. Sasa kama fumbo ambalo halielewi kabisa, huyu atatufundisha? Yaani waasisi wa Utatu wa Nikea kule Konstantinople hawalijui ile fumbo la Utatu. Sasa Pastor Makole anataka kutufundisha Utatu ambaye waasisi wa Utatu hawajui kabisa. Sasa sisi hiyo tumemaliza. Lakini Mungu wa Biblia anataka tumjue, na wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo alifanyaje? Uliyemtuma. Na pia anatupa hekima na ufahamu. Hebu nisome andiko hili mtumishi. Kitabu kile cha Waefeso 1:17 haraka. Alafu nataka niingie kwenye ile hoja ya Sinai. Waefeso 1:17. Waefeso 1:17. Waefeso 1:17 inasema. Inasemaje? Inasema Waefeso 1:17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Eti nani? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa utukufu. Naam. Baba wa utukufu. Ndio. Awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Lakini hawa wanasema hawamjui Mungu. Mungu wao hawamjui kabisa. Sasa tuje katika hoja ile ya Sinai. Sisi kwanza iko hivi, hatukatai Yesu ni Mungu. Hatukatai. Okay, asante. Mwalimu Makole, kwa dakika 5 tunataka urudie tena yale majibu, kwa sababu anasema hawajalizika. Kwa hiyo kama kutakuwa na vitu naona nataka vya kumalizia, basi una dakika 5 tena za kuendelea kuelezea kuhusiana na fundisho la Utatu linavyopatikana kwenye Biblia. Sasa kwanza hapa sasa hivi alikuwa ameanza kukataa kwamba aliyenena pale Sinai sio Yesu. Lakini nimesha establish kwa mafungu mengi kwamba aliyenena pale Sinai ni Yesu mwenyewe, na tena maandiko yanasema kwamba aliwaangamiza kule jangwani. Yeye ndio ambaye sauti yake ilitetemesha pale milima. Lakini wakati huo amekuja sasa, amezaliwa siku hizi, tumemwona kama mwana atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hilo la Sinai nimelimaliza na sitalirudia hapo. Jambo jingine, anakuja anasema eti Lucifer ndiye alikuwa nani sasa? Alikuwa na eti kwamba katika hierarchy ya mbinguni unaanza na Mungu Baba, unakuja Mungu Mwana, alafu unakuja Lucifer. Ni uongo. Tumeshasema hapa Lucifer ni created being. Lucifer aliumbwa. Yesu hajawahi kuumbwa. Kwa hiyo kuna maandiko mengi tu yanayoeleza the third person in the Godhead kama Roho Mtakatifu. Akitaka naweza nikamsomea hapa katika nukuu za Ellen White, lakini pia tumeonyesha katika Biblia yote kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu kwa mafungu. Alafu mimi nachukia wanapokuwa wanasema eti sijasoma maandiko. Maandiko nayo yanasema hapa ni madogo, ni machache, ni mengi mno.